habari ya kupakwa mafuta, na kwa sababu hiyo, popote mahali ulipo, ninakukaribisha katika jina la Yesu. Tunaenda kuongea kuhusu habari ya kutiwa mafuta, umuhimu wa mafuta pia katika maishani mwetu, na ili wakati tunapotiwa mafuta tukaweza kujua kwamba tunatembea katika viwango vingine, tunatembea katika uweza, tunatembea katika mamlaka, tunatembea sio watu wa kawaida. Wakati tunatiwa mafuta, tutajua kwamba kuna nguvu za kiungu zinakimbia pamoja na sisi. Sema amen. Na kwa sababu hiyo ninajua kwamba Mungu anaenda kujitukuza na njia kubwa kupitia kwa kutiwa mafuta kwako. Ni kwa sababu ya kazi njema ambayo Mungu ametuandalia. Tutaanzia katika Isaia 61 mstari wake wa kwanza. Hata Yesu mwana wa Mungu, pasipo kutiwa mafuta na baba yake, alijua ya kwamba hangeweza kufanya kazi katika utimilifu hapa duniani. Hata Yesu mwana wa Mungu, pasipo kutiwa mafuta na baba yake, alijua ya kwamba utimilifu wa neno la Mungu huja kwa njia ya kutiwa mafuta. Na nipoza anakiri, anasema kazi hizi ambazo mnaona ninafanya ni kwa sababu nimetiwa mafuta na Baba. Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo mafuta huwa yanatuwezesha kufanya kazi za ziada. Yaani inakuwezesha kufanya mambo yale ambayo siyo ya mwanadamu wa kawaida. Wakati unapotiwa mafuta, inakusaidia kufanya mambo katika ulimwengu wa kiroho, kuwezesha vitu ambavyo kwa mwanadamu vinaonekana kana kwamba havina uwezekano. Kama ni mimi ningesema amen. Haleluya. Sio tu mambo ya kiungu, hata mambo yako ya asilia. Mtu yule ambaye amepakwa mafuta, ukiangalia utendakazi wake huwa dhahiri. Yaani huwa unadhihirika ya kwamba huyu mtu hayuko peke yake. Kuna msaada wa Mungu juu ya maisha yake. Sema amen. Haleluya. Sijui kama wewe ungehitaji kuwa mtu wa kipekee na kitofauti, ya kwamba watu wakikutazama, aidha hata kama ni biashara unafanya, watu wanasema huyu mtu mkono wa Bwana unaandamana na biashara yake. Na hiyo ni kwa njia ya kutiwa mafuta. Huwa inatuwezesha kufanya kazi zile ambazo wanadamu wa kawaida hawana uwezo wa kufanya. Hebu angalia Isaia 61 mstari wa kwanza, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema. Na jambo lingine ambalo ni la muhimu sana ni ya kwamba mafuta yanahitaji mioyo ambayo inajua kuvunjika na kunyenyekea chini ya uwepo wa Bwana. Nirudie tena. Mafuta huwa yanahitaji mioyo ambayo inajua kuvunjika na kunyenyekea chini ya uwepo wa Bwana. Nataka kusema hivi, Mungu pia hapendi kuaibishwa kwa wale waliyetiwa mafuta. Maana mtu aliye mnyenyekevu ni mwelekevu. Mtu yoyote ana moyo wa kunyenyekea huwa anakubali kuelekezwa. Lakini mtu yoyote ambaye hana moyo wa unyenyekevu hufanya mambo kwa mawazo yake mwenyewe. Na nipoza Yesu anasema haya mafuta pia yako na wenyewe. Haya mafuta nimetiwa, sio ya kila moja. Ni ya wale ambayo wanajua kunyenyekea chini ya mwavuli wa Bwana uliye hodari. Sema amen. Kwa sababu hiyo tukiongea kuhusu habari ya mafuta, na mimi na wewe kuwa tunatiwa mafuta, hiyo ni kusema ni lazima tukubali kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana uliye hodari. Na Biblia huwa inasema huwa anatukweza kwa majira yake wakati tunajua kunyenyekea. Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo injili tunatangulia kuona ya kwamba injili inakuwaga ya wale wanyenyekevu.
Mtu yule ambaye ako tayari kufinyafinywa, kufinyangwa. Kama Yeremia 18 inasema ya kwamba nyumba ya Mungu ni nyumba ya mfinyanzi. Yaani watu wanakubali, na ule mfinyanzi tabia yake ni moja, ya kwamba kitu kikiharibika huwa hakiweki viraka, huwa kinabomolewa ili kujengwa tena. Hiyo ni kusema wakati tunakubali kunyenyekea, tutakuwa tunakubali kubondabondwa ili tutengenezwe sawasawa na muumba wetu kupitia kwa neema ya mafuta. Sema amen. Haleluya. Kila mmoja atakuwa anakubali. Tusikuwe wale wa Kristo wale wanaweka mikia kwa barabara wakanyangwe ndipoza waume watu wengine. Unajua kuna Wakristo wa aina hiyo, anakuwekea mkia kwa barabara ndipoza umukanyange, alafu baadaye aongee mambo mengi sana. Hapana, sisi tutakuwa watu ambaye tuko tayari kuvunjika chini ya uwepo wa Bwana. Tuko tayari ili haya mafuta yasije yakaaibika wala kuaibishwa ndani yetu. Sema amen. Mtu kama Yoshua, Biblia inasema ya kwamba yale mafuta aliyetiwa hakuaibisha mafuta ya Bwana. Alihakikisha kwamba anatunza yale mafuta. Alihakikisha kwamba anatembea mpaka inafika mahali anasema, hata nyinyi wote mkikataa Mungu, mimi mafuta yale nilitiwa nitahakikisha kwamba ninayasimamia. Na sisi pia hivyo hivyo kama kanisa la Mungu ni lazima tujue ya kwamba ile nafasi ambayo tumepewa na Bwana, ile nafasi ambayo mimi na wewe tumetwaliwa na Mungu ni ya kukimbia katika unyenyekevu. Sema amen. Haleluya. Hatutakuwa walimu wetu sisi wenyewe, tutakubali Roho wa Bwana afanyike mkufunzi juu ya kila mmoja wetu. Situmshangilie Bwana kwa makofi mazuri. Basi tunaona mafuta hayo ya kuhubiri habari njema amenituma ili kuwaganga. Hatutangulii kufanya miujiza, hatutangulii kufanya ishara pasipo msaada wa Mungu. Hauwezi ukaamuka tu asubuhi unafikiria utaanzia kufanya ishara na miujiza kama hauna msaada wa kiungu juu ya maisha yako. Na nipoza sasa anasema ni kwa sababu haya mafuta yamekuwa dhahiri na sasa yana uwezo wa kufanya mambo ya kitofauti. Unajua ishara leo hii kuna hata watu wengi ambao wameokoka lakini hawaamini kwa miujiza. Kuna watu wengi ambao wameokoka lakini hawaamini kwa nguvu za Bwana. Hata wengine wakiona nguvu za Bwana zikitembea wanasema hebu jichungeni na hili kanisa. Na bado wanahubiri kuhusu habari ya nguvu za msalaba, lakini hawaamini zile nguvu za msalaba. Paulo wakati mmoja anasimulia, anasema ati alienda akakuta kanisa ambalo lina kibao kimenakiliwa ya kwamba tunamwabudu Mungu ambaye sisi hatumjui. Sijui kama wewe ungetaka kumwabudu Mungu ambaye haumuelewi. Mimi ninatamani kumtumikia Mungu ambaye ni Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka katika enzi zote. Sema amen. Ambaye kwake wakati tumetiwa mafuta, miujiza, ishara na maajabu ni sehemu ya kila Mkristo. Bwana ainuliwe. Katika Mark 16, Marko 16 huwa inasema nini? Huwa inasema kuhusu habari ya kwamba sisi tuaminie ya kwamba tuna uwezo wa kukanyanga buibui, tuna uwezo wa kula vitu ambavyo tumetegwa nayo, lakini hiyo sio kuambiwa kwamba uende ukoroge sumu alafu ukunywe kwa sababu neno limesema hivyo. Hapana, huwa inaongea kwamba ile mitego umetegewa na maadui zako. Yaani wanaweza wakajaribu sana kukuzamisha, lakini kupitia wewe kumwamini Mungu, miujiza, ishara na maajabu zitakuwa zinaandamana na wale ambao wanaamini. Watashika nyoka na sumu ya nyoka haitaweza kuwadhuru. Watakunywa sumu na sumu haitawadhuru. Na Biblia inasema watakemea kila roho chafu na zitatoweka. Hao ni watu ambaye wanajiwa kutumika chini ya mafuta ambaye wametiwa ndani yao. Sema amen. Kila mmoja, maombi yangu ni kwamba kila mmoja aandalike
kila mmoja atayarishike. Na nipoza kazi zile ambazo Mungu ametuwekea. Hebu sikiliza mtu wa Mungu. Kazi zile ambazo Mungu ametuwekea, kwa sababu hiyo kila mmoja awe na sehemu yake. Bwana ainuliwe. Wakati kikundi cha sifa na maabudu wamesimama, watu wanastahili kuwa wanakombolewa, maana ni wapakwa mafuta. Wakati tunaimba sifa, watu wanastahili kuwa wanafunguliwa. Minyororo, nira zinaregezwa, ni kwa sababu ya yale mafuta ambayo Mungu ametutia ndani yetu. Sema amen. Haleluya. Kwa sababu hiyo tunaona ya kwamba wakati hiyo ndio ishara nyingi, maajabu mengi yataanzia kutendeka. Miujiza, ishara na maajabu. Katika kitabu cha Exodus, tuangalie Exodus 40 verse 9. Tuone vile ambavyo inasema. Exodus 40 mstari wake wa 9. Kisha utayatoa mafuta ya kutiwa na kutia mafuta hiyo maskani, na kila kitu kilicho ndani yake kiwekwe iwe takatifu, na vyombo vyake vyote navyo vitakuwa vitakatifu. Mungu alikuwa na elekeza mtumishi wake Musa jinsi ambavyo kanisa la Bwana, madhabahu yanastahili kuwa na vitu ambavyo vimetengwa kwa kutiwa mafuta, ni kwa sababu ya Bwana. Nisikilize tena. Vitu vikatolewa, vinatengwa kwa sababu ya Mungu. Na niboza mara nyingi wao unasikia tukisema hata kama vitu vya church, kitu chochote ambacho kinaitanishwa na kanisa kinastahili kuwa tu kinafanya ibada ambazo zinalingana na jina la Mungu. Wakati mwingine nilisema hayo na nikaona watu wengine ni kama kidogo wanajikwaa. Jambo lolote ambalo limetengewa Mungu, na tukasema ya kwamba kama kanisa tunastahili kuwa na vitu ambavyo vinalingana na madhabahu, na pia tunastahili kuwa na vitu vingine kando ambavyo vinaweza saidia kwa kazi zingine kuhusu habari ya maisha hata ya watakatifu. Sema amen. Haleluya. Tuseme kwa mfano, na hiyo ni jambo ambalo lina muhimu zaidi, ya kwamba tuko na viketi. Tuseme kwa mfano, hivi viketi ni vya nyumba ya Bwana. Hivi viketi havistahili kuwa vinaenda kila mahali pasipokuwa katika nyumba zenu. Na hata hivyo, viketi vya haya madhabahu hapa ndani vinastahili kubaki kuwa hapa. Kuwe na viketi vingine ambavyo ni tofauti na hivi, ambavyo maybe ukiwa na wageni unaweza omba viti vya kanisani vinaletwa kwako. Maana wale wageni sio ibada mmekuja kufanya nao nyumbani, maybe mmekuja chama, pengine mmekuja mambo mengine. Na nipoza Bible inasema Mungu akaamurisha akasema ya kwamba vitu vyote ambavyo vinatolewa kwa madhabahu vinastahili kuwekwa wakfu ili ziweze kuzazwa kwa sababu ya hiyo kazi peke yake ya Mungu. Sema amen. Haleluya. Hey, na nipoza unaona ya kwamba wakati mwingi tunaweka mashati. Mtu anaweza kuja aseme apostle, tuko na maombolezo mahali, tunahitaji mtupatie speaker, tunahitaji mtupatie hizo mashini zenu. Hatupeani vitu na njia hiyo. Maana hizi zimetengwa kwa sababu ya kazi ya Bwana. Zimetiwa mafuta kwa sababu ya kazi ya Mungu. Na nipoza ninasema kupitia kwa uongozi kuna stahili kuwa na vitu vingine vimetengwa kando, ambavyo watu wakija wanavihitaji, wanaweza wakatwaliwa hivyo. Lakini vitu vile vimewekwa wakfu na vikatiwa mafuta kwa sababu ya kazi ya Mungu. Mungu anaamuru ya kwamba zikasalia katika ile kazi. Sema amen. Haleluya. Hata wewe pia ukitengwa kwa sababu ya kazi ya Mungu, unastahili kuwa unasalia tu katika kazi ya Mungu. Bwana inuliwe. Usikuwe na barabara mbili. Tumia hiyo barabara moja ya kwamba mimi Kimani nimetengwa kwa sababu ya Mungu. Mimi ninajua kwamba nimeamuriwa ni kwa sababu ya kazi njema. Na Biblia inasema kwa kila kazi njema ile ambayo tumechaguliwa kwa ajili yake. Sema amen. Kwa kila kazi njema ambayo tumeamuriwa kwa ajili yake, mimi na wewe tumetengwa ni kwa sababu ya kazi njema.
Sijui kwa nini vitu vya kanisa viweze kubaki kuwa wakfu, kuwa ni kwa sababu tu ya kazi ya Mungu, lakini wale ambaye wameitanishwa na jina la Mungu hawajajitenga ni kwa sababu ya Mungu wao. Sasa nikuulize, hiyo kitu umekalia na wewe ni nani wa dhamana zaidi? Hii microphone ambaye ninatumia na mimi ambaye ninaitumia, ni nani wa dhamana kuliko mwingine? Sema amen. Haleluya. Nataka kutoa mfano hivi. Tumetenga microphone kwa sababu ya kazi ya Mungu. Alafu yule mwenye anatumia hiyo microphone, yeye hajajitenga kwa sababu ya kazi ya Mungu. Unaonaje? Zinaandamana. Kwa hivyo hii mic inaweza kuwa ni ya muhimu kuniliko mimi. Maana kama imetengwa na haitahusishwa na mambo mengine ambayo siyo ya kiungu, lakini mimi ambaye ninaitumia, mimi siyo mwangalifu, mimi sijajitenga, ni kwa sababu ya Mungu. Na nipoza vitu vyote kando na vitu, hata mimi na wewe tunastahili tujitenge, ni kwa sababu ya Mungu. Kama ni mimi ningesema amen. Haleluya. Hata mimi na wewe tunastahili tujitenge kwa sababu ya Mungu, ya kwamba mimi nimejipeana. Mungu nitumie nikiwa chombo chako, Mungu nitumie nikiwa chombo cha dhahabu. Na unajua Bible huwa inasema nini? Katika nyumba ya Mungu kuna vyombo mbalimbali. Kuna vyombo vya manyasi, kuna vyombo vya mbao, kuna vyombo vingine vya chuma, kuna vyombo vingine vya dhahabu na vyombo vingine vya fedha. Na Bible inasema ya kwamba na kila kazi ya kila moja itapitishwa kwenye moto. Na hapo ndio unashangaa, kama wewe ni chombo cha manyasi kwa nyumba ya Mungu na ipitishwe kwa moto, je, chombo chochote cha nyasi unaona kikipona kwa moto? Chombo chochote cha mbao unaona kikipitishwa kwa moto kama kitasalia? Na kwa sababu hiyo sisi tunastahili kuwa vyombo ambavyo tumejitenga, ni kwa sababu ya Muumba wetu. Sema amen. Kwa hivyo vyombo ambavyo vimetengwa vya kanisani ni kwa sababu ya kazi ya Mungu na zikatiwa mafuta, sizikuwe na dhamana kukuliko wewe. Hii vyombo ambavyo tumetenga kwa sababu ya mwili wa Kristo, wacha wewe uwe na dhamana hata kuliko hiyo vyombo. Na hiyo ni kusema wakati tumejitenga kwa sababu ya Mungu na tumetenga vitu kwa sababu ya Mungu, tuna uwezo wa kutiisha vitu. Sasa ni kwa sababu ya utukufu wa jina la Mungu wetu. Sisi tumpigie Baba wa mbinguni makofi mazuri katika jina la Yesu. Kwa hivyo tusiwe ya kwamba tumetenga vyombo vya nyumba ya Mungu lakini ziwe na dhamana kutuliko sisi. Maana kama sisi hatutajitenga kwa sababu ya Mungu, basi ni kumaanisha vile vyombo vimetengwa kwa sababu ya Mungu vinapata dhamana kuliko wale ambao wanavitumia. Sema amen. Haleluya. Na basi ikaamrishwa kwamba vitu vyote viwekwe wakfu kwa Bwana na kisha vitiwe mafuta, ni kwa sababu tu ya kazi ya Injili, ni kwa sababu ya kazi ya Bwana. Na hilo jambo nadhani ya kwamba kama kanisa tunastahili tuzingatie zaidi, hata katika uongozi wetu baadaye, maybe hata mwaka ujao, kwa majalio na kwa mapenzi ya Bwana, tunaweza kuwa na project ambaye iko kando na mambo ambaye yanahusu madhabahu. Ndiposa kama kuna jambo ambalo Mkristo wetu anahitaji vyombo vya kanisani viende vimsaidie, pengine kuna rorashio kwake, havitachukuliwa vyombo vya madhabahu. Tutachukua vile vingine tunampatia aende akatumie. Pengine kuna wageni kwako unahitaji na hao hawahusu haya madhabahu ama wahusu madhabahu, hiyo vyombo vingine vinatwaliwa, wewe unakabidhiwa, unaambiwa vyombo hivi nenda ukatumie. Lakini vitu vile vimetengwa kwa sababu ya nyumba ya Bwana, Biblia inasema zinastahili zisalie katika kusudi lile la Mungu. Sema amen. Na mojawapo ni mimi na wewe tumetengwa ni kwa sababu ya kila kazi njema. Situmpigie Baba wa mbinguni makofi mazuri katika jina la Yesu, na tusikubali vyombo vifanyike kuwa na dhamana kuliko sisi ambaye tunazitumia. Hiyo itakuwa tumeyapata anguko kubwa. Katika Luka mtakatifu 7 mstari wa 46,
Luka 7 mstari wake wa 46. Mstari wa 46 inasema hivi. Inasema, huku nipaka kichwani pangu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marihamu. Tunajua huyu ni mama ambaye alikuwa sio msafi. Lakini Yesu akiongea kuhusu habari ya umuhimu wa mafuta, huyu mama huwa anatajwa siku zote. Na wakati mwingi huwa tunasema nini? Huwa tunasema ufalme wa Mungu na jinsi ambavyo huyu Mungu wetu huwa anafanya kazi katika njia ya kutohukumu wanadamu, lakini kuhakikisha watu wote wameifikia toba. Hiyo ndiyo tabia ya Mungu wetu, ya kwamba watu wote wameifikia toba. Hiyo ni kumaanisha kwamba hata mtu yule ambaye hakumjua Mungu akifanya jambo lolote ama tukio lolote lile ambayo linalingana na kusudi la Bwana kwa maisha yake, linaleta mabadiliko kwa maisha ya huyo mtu. Huyu ni mama ambaye alifahamika hakuwa na sifa nzuri, lakini sijui ni Roho wa Mungu ambaye alimuingia ama ni ufunuo gani alikuwa naye kuliko watu wale ambaye wanamjua Mungu. Maana hata wale wanafunzi wake ambayo walikuwa wamemzingira Yesu walikwazwa na kitendo kile cha yule mama. Lakini Yesu akisimulia kuhusu habari ya huyu mama na vile ambavyo amemtia mafuta na vile Yesu amedhamini mafuta, na Yesu akawa akisema ya kwamba huyu mama amekuja kwangu akanitia mafuta na kisha akanisafisha na nywele na unywele wa kichwa chake. Lakini nyinyi wanafunzi wangu, tumekaa na nyinyi, hakuna chochote ambacho mmefanya ni kwa sababu yangu. Lakini huyu mama amekuja amenitia haya mafuta, ameleta maandalizi yangu, ni kwa sababu ya siku ya mazishi yangu. Kwa hivyo tunaona mafuta vile ambavyo inafanya kazi. Mstari wake wa 40 anasema, kwa ajili ya hayo na kuambia, umesamehewa dhambi zako ambazo ni nyingi, kwa kuwa umependa sana, lakini amesamehewa kidogo huyu apendao kidogo. Sikiliza, Yesu pia akawa akipeana mfano kupitia kwa yule mama, ya kwamba mtu yule ambaye anapenda sana ama amefanya dhambi nyingi zaidi na kisha ametafuta uso wa Mungu zaidi, ama huwa anatafuta uso wa Mungu zaidi. Na mtu yule ambaye amependa kidogo, yeye mara nyingi hana ule wingi ama mtiririko wa neema. Na nipoza unaona watu wale ambaye walisamehewa dhambi kubwa, huwa hata wakijitoa kwa Mungu huwa hawajizuilii. Ama hujajua hiyo kanisani? Ukiona mwile mtu mwenye anatoaga sana, ukimwangalia na yeye madhambi zake zilikuwa nyingi sana. Bible inasema huwa anapenda Mungu na moyo wake wote na anampenda tena sana. Lakini yule mtu anasemaga, mimi sikukula keraiko, mimi hata sikuvuta tumbako ya mapua, sikukula kegoro. Kegoro ni ile ya kuingisha huku unakula, inatoa mate ingine inakuwa inachafua meno. Hizo vitu. Mwingine anasema hata mimi sijawahi iba kitu. Hawa watu hata wakiokoka kwa nyumba ya Mungu unashindako, huyu kweli ameokoka? Juu anakuaga tu, yani anakaa tu ka design kengine. Hata watu wakiambiwa kuna kitu inahitajika, yeye anaangalia tu watu, anashindwa hawa watu wanasumbuana kwa nini? Ni kwa sababu moyo wake hauna upendo sana. Bible inasema watu wale, na nipoza unaona hata tukienda kule crusade, tunaomba Mungu aokoe watu wale wamefanya madhambi nyingi sana. Maana wakija kwa nyumba ya Bwana huwa wanampenda Mungu zaidi. Sema amen. Ukikumbuka yale mambo ambayo uliyafanya, ukikumbuka zile dhambi ambazo umepitia, kisha moyo wako umkubali Kristo, huwa tunasema sasa hao ndio wale ambao hata ukikuja hapa utajua yule mtu mwenye hakufanya dhambi sana. Na wengine ni kujifanya, huwa mnajifanya hapa kwa ibada. Wengine ulikuwa unalala kwa mugithi usiku mzima, umeiba kiuno chako usiku mzima, na ukikuja hapa kwa Yesu unataka tendereza la. Lakini sisi ambaye tulifanya hizo, tulienda hizo disco matanga, wacha niimbie Mungu.
Wachana na mimi nimuimbie Bwana. Kama huko nilikuwa nalala dundu, hata sijui hizo nyimbo zilikuwa zingine ni za kikale, na mimi bado ninaimba na hata sijui zinasema nini mpaka kuna kucha. Kwa nini leo nisimuimbie Bwana kwa moyo wangu wote? Maana huko nilitumika, nilifanya kwa bidii. Na wacha nikwambie, watu wale ambao wako ng'ambo hiyo nyingine hawana aibu na vitu vile ambavyo huwa wanafanya, na tena huwa wanafanya na mioyo yao yote. Bible inasema, Yesu akawa akisema, huyu mama ni kwa sababu alifanya dhambi nyingi, umesamehewa dhambi zako nyingi. Na vile ambavyo umesamehewa dhambi nyingi, ninajua mapendo kwangu yatakuwa vile vile. Situmshangilie Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. Na mimi na wewe ni lazima kwanza, ukimtumikia Mungu, hebu weka viwango. Wakati ulikuwa upande ule mwingine, ulikuwa unatumika aje? Ulikuwa unatumika na njia gani? Kwa nini ukija kwa Mungu hapo ndio sasa hautaki kutumika? Lakini ulitumikia shetani kwa bidii yako yote, kwa mawazo yako yote, ulitumikia adui kwa nafsi yako yote, ulipeana maisha yako yote, kila kitu ulipeana yote. Na sasa ukija kwa Mungu unawekea Mungu viwango. Hata ukija kwa Mungu unakuja na ustaarabu. Utaki sasa kutumika mbele za Bwana. Bible inasema, na ni Yesu anaongea haya mambo. Anasema huyu mama vile ambavyo dhambi zake zilikuwa nyingi, umesamehewa hizo dhambi nyingi kwa kunitia mafuta. Na baadaye najua kwamba moyo wako utabeba ukuu na utafanya mambo makubwa. Maana vile umesamehewa mambo mengi, hivyo ndivyo una uwezo wa kufanya yale mengi katika ufalme wangu. Sema amen. Mtu kama Sauli tunamjua. Sauli wakati alikuwa mtesaji wa kanisa, na imefika mahali amekutana na Mungu, amepanda juu ya punda, anaenda kutesa kanisa. Na wakati Mungu alikutana na yeye, akabadilishwa na Bwana. Paulo huwa anasema ya kwamba mimi ni moja wa wale wadogo zaidi, lakini ukiangalia yeye ndiye amehubiri kuliko wengine. Amekuja nyuma yao, lakini yeye ndiye amehubiri ile injili kubwa kuliko wengine. Ni kwa nini? Alileta zile nguvu zote ambazo walikuwa wanatumika nazo upande nyingine, na akaleta huo uweza katika ufalme wa Mungu. Sema amen. Hebu wewe jipime, uangalie vile ambavyo ulitumika upande ule mwingine na vile leo unatumikia Mungu. Wengine wanatumikia Mungu katika mikono milegevu. Wengine wanatumikia Mungu ni kana kwamba wanasurutishwa. Na wengine wanatumikia Mungu kwa moyo na kwa bidii na kwa mawazo yao yote. Hivyo ndivyo methali huwa inasema, tumtumikie Mungu kwa mawazo, tumtumikie Mungu kwa vitu vyote ambavyo Mungu ametujalia. Umtumikie Mungu ni kana kwamba hautatumika tena. Yaani unajitoa kwake usiku na hata mchana. Sema amen. Na huyo mama kwa kutia Yesu mafuta Yesu anayataja hata kwa mama ambaye alikuwa ni kahaba. Lakini anasema, mama huyu, nyinyi hamukunitia mafuta. Nyinyi hamukunitia mafuta. Na mara nyingi ni vibaya sana watu wa kule nje wa mataifa waje hata ndani ya mwili wa Kristo ati wana uwezo wa kujitoa kutuliko sisi ambaye tunasema tunampenda Yesu. Sema amen. Wanafunzi wake hata wakati mwingine walilalamika. Wakasema hii ni upotovu wa aina gani? Huyu mama anamwaga marihamu ya dhamana. Kwa nini hii marihamu isiuzwe ipatiwe masikini? Na Yesu anawaambia masikini watakuweko siku zote. Kwa nini muna kinyongo kwa sababu ya tukio ndogo ambalo limetendewa na huyu mama? Hakuna vile unaweza ondoa maskini duniani. Yesu akasema maskini watabaki kuweko mpaka wakati nitakaporejea. Kwa sababu hiyo usitudanganye ati ibada zako unafanya huko nje. Najua wengine wakiambiwa watoe fungu la 10 wanasemaga mimi huwa naenda nikipea wale masikini wako kwa barabara, hakuna haja. Hiyo ni injili ya upotovu. Yesu akawaambia kwamba wale masikini watabaki siku zote hapa duniani. Lakini huyu mama amenitendea kitendo cha heshima, na hii kitendo hakitasahaulika. Injili hii itahubiriwa kote duniani ya kitendo cha mtu mbaya, lakini kimeleta wokovu kupitia kwa neema ya mafuta. Sema amen. Kwa hivyo mafuta yanaleta msamaha, mafuta yanatupatia kibali,
mafuta yanatuwezesha kufanya mambo makubwa hata zaidi, ni kwa sababu ya neno mafuta. Sema amen. Haleluya. Yanapea mtu kibali. Yalisababisha huyu mama akapata kibali kwa Yesu. Akapata tu kukubalika. Alikuwa kahaba. Hata akimtia mafuta alikuwa kahaba. Hata wanafunzi wake walikuwa wanamsengenya Yesu, wanasema kwani huyu ajui huyu mama ni wa aina gani? Na nipoza huwa naona ya kwamba mara nyingi hata unaweza ona mlevi anakuja hapa, wewe unamhukumu, lakini bingu linasema huyu mtu amefanya ibada kuliko wale ambao wanasema wameokoka. Maana ile kitendo yeye amefanya kwako ni cha upuzi, lakini kwa Mungu kina heshima. Kwa Mungu anasema huyu mtu amekuja amejitoa. Unaona wale ambao wanakujaga hapa analia sana na ni mlevi na anasema Mungu, ninaomba unioshe, unitakase. Na wengine waliingia kwa ibada kama watu wa kawaida. Yeye aliingia kwa sababu ni kanisa lao. Akaingia afanye ibada aende nyumbani. Huyu mtu mlevi alikuwa kwa ibada. Siku hiyo katika register ya Mungu kunasemekana huyo mlevi alifanya ibada ambayo ilimfurahisha Mungu. Ni kwa sababu alitoa moyo wake wote. Lakini wewe ulikuja kwa ibada kama desturi, ukafanya ibada uende nyumbani. Register ya kanisa isemekana ulikuweko, lakini huyo mlevi alikuja na akajibwaga kwa madhabahu, akatoa machozi akiambia Mungu, naomba unisamehe, ni kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Alafu hiyo ibada inakubalika. Sema amen. Kwa hivyo sisi wakati tunapoelewa kuhusu habari ya neema ya mafuta, ina uwezo wa kubadilisha. Na mara nyingi mimi wanataka kumwangalia Kristo na mtazamio tofauti na wale wengine. Na mara nyingi mimi huwa najifundisha na Yesu. Maana injili ya Yesu ukiifuata, sijui kana kwamba kuna siku utahukumu mtu. Ukifuata injili ya Yesu, sijui ni nani utakaenda useme ya kwamba wewe ni mzuri kuliko huyu. Hakuna siku utasema hivyo. Maana huyu ni kahaba, lakini Yesu ndiye anamshuhudia. Anasema ile ibada amefanya inawashinda nyinyi ambayo mumeokoka. Na hata mumekaa na mimi hapa hakuna kitu mnanifanyia. Lakini huyu kahaba amefanya ibada, amenitayarisha hata kwa sababu ya mazishi yangu. Kwa hivyo ako na ufunuo hata kualiko nyinyi. Sasa injili ya Yesu huwa inanijenga sana. Na mimi huwa ninaomba nihubiri injili ya aina hiyo, ili watu wengi waweze kumjua Yesu. Tumpigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Ya kwamba watu wote wana uwezo wa kumfikia Mungu, na huyo mama akamfikia Yesu kupitia kwa neema ya mafuta. Katika Yohana 9 mstari wake wa 5. Yohana 9 mstari wake wa 5. Kuna ishara nyingi ambazo Yesu alizifanya hapa duniani, na hizo ishara zote na miujiza tumeona katika Isaia 61 zilikuwa kwa sababu ya kuheshimu mafuta ambaye alitiwa na baba yake. Na wacha nikwambie siku hii ya leo, kwa nini uzalishe miujiza kwa njia rahisi? Sitaki kusema apostle, nataka kusema wewe. Ni kwa sababu ya kuheshimisha yale mafuta ambayo Mungu ameweka juu yako. Sema amen. Wakati miujiza na ishara itaanzia kuzaliwa kwa kila mmoja wetu, ni kumaanisha kwamba umekubali kuheshimisha mafuta juu ya maisha yako. Na hii Marko inasema sio kwa maaposto, sio kwa evangelist, sio kwa mwalimu, sio kwa nabii, sio kwa pastor. Inasema ni kwa kila aaminie. Sisi Wakristo wote tunastahili kuwa tunakimbia tukiwa na ishara na miujiza. Ukitembea wewe ni miujiza, ukitembea wewe ni ishara, ukitembea wewe ni maajabu. Yaani unazalisha makusudi ya Bwana juu ya maisha yako. Katika Yohana 9 mstari wake wa 5 inasema hivi: muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yesu anasema ya kwamba wakati wowote atakapokuwa hapa duniani, yeye ndiyo hiyo nuru wanadamu huwa wanatafuta. Lakini sisi zote tusisahau ya kwamba tumebeba Kristo ndani ya mioyo yetu. Wewe unastahili kuwa hiyo nuru. Mimi nastahili kuwa hiyo nuru. Bora Yesu ako ndani ya moyo wako. Bora Yesu yuko ndani yangu.
Na huwa ninajifunza sana na Kristo. Anawaambia wanafunzi wake ati mna uwezo wa kufanya mambo makubwa hata zaidi ya yale mimi nilifanya. Na tunajua mojawapo ilikuwa ni nini? Ni kufufua wafu. Sijui kama kuna ibada ambayo ishafanywa duniani tena yenye uwezo kuliko kufufua. Sijui ni wachungaji wangapi ambao wamefanya ibada ya kufufua wafu. Mtu amekufa, sio yule ambaye roho yake ilikuwa karibu na kukatika. Na nipoza Yesu ili athibitishe Lazaro rafiki yake alikuwa amelala, alikuwa amekufa ama alikuwa amelala. Yeye alimtaja kuwa amelala, lakini wengine wanasema amekufa siku 4. Lakini kwa Yesu anasema hiyo sio kukufa, ni kulala. Maana mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kupata ufufuo wa wafu ni kwa sababu ya utakatifu. Huyo sio kukufa, anakuwa amekufa, ni kulala. Na kwa sababu hiyo Yesu alikaa siku 4 akielewa ya kwamba rafiki yake amelala katika mauti, lakini yeye alikawia ili adhihirishe kwa watu hawa, wasije wakasema ya kwamba ni kwa sababu alikufa jana, yawezekana kauhai kalikuwa kamesalia kadogo. Na nipoza akakaa siku 4. Unajua ukikaa siku 4 kwa friji huko ya PNN atikisha, halafu hata kama ulikuwa na uhai ulishaenda kitamu, maana roho iwezi ipiga tena ukiwekwa kwa ile friji yenye wanawekaga watu. Na hiyo friji huwa inahuzunisha watu sana ukifikiria mambo yake. Ati kuna siku utakuwa akiumelala tu hapo, na sio wewe na sio mimi, lakini kutakuwa siku moja ati tukikuchungulia tunasema gai huyu no ulia mwadhani ulale siku 4 kwa hiyo friji. Lakini Yesu na nguvu za ufufuo zije siseme mtu huyu anastahili kuishi tena. Tumpigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Ndiposa Yesu alikaa siku 4 ili adhihirishe ya kwamba kuna nguvu za ufufuo. Maana angeenda siku ya pili, watu wangeweka shaka, yawezekana huyu mtu hakuwa amekufa kabisa, ni sisi hatukuwa tumeweka vipimo vile ambavyo vinastahili. Lakini sasa ni kwa sababu amekufa siku 4, na mpaka Yesu akahakikisha wao wanatoa na ushuhuda ya kwamba hata sio kufa peke yake, hata kunuka mtu huyu tayari ameanzia kunuka. Yesu akajua haya ndio majira mazuri ya kuja kudhihirisha nguvu za kutiwa mafuta na Baba. Situmshangilie Baba wa mbinguni kwa makofi mazuri. Na wacha nikwambie, wakati tunaongea kuhusu habari ya neema ya mafuta, inafanya mambo kitofauti kwa maisha ya wanadamu tofauti tofauti. Ya kwamba yeye anajua watu watakuwa mpaka na ushuhuda ya kwamba mtu huyu mahali imefika, anahitaji tu ile marashi ya kumaliza anga hiyo chafu. Lakini Yesu anasema uzima, provided niko katika uhai huu, mimi ndio hiyo nuru. Giza likiingia, nikiingia mahali kuna giza, mwanga unapatikana. Na natangaza kwa neema ya Bwana, si kila mmoja abebe sehemu ya hiyo nuru katika jina takatifu la Yesu. Nipoza ukiingia mahali, nuru hiyo ikitazamwa, giza linatoweka katika jina takatifu la Yesu. Sema amen. Haleluya. Wakati mmoja tulikuwa tunaombea mtu ambaye alikuwa amepagawa na mapepo, na huyo mtu ni yule ambaye huwa ninawaambia alikuwa anaitwa Mary Magwera. Mary Magwera ni ule binti huwa ninawapea historia yake kule chini sewage. Alikuwa binti mkubwa hivi, macho nyekundu, ambaye alikuwa ametumwa na Lucifer hiji aje aniue. Na nipoza huwa ninawaambia ni vizuri wakati apostol anahakikisha uhai wako unaamini 100%. Hata kama haujui Mungu anafanya nini, amini tu hilo neno. Maana mimi huwa nasema sasa ni miaka 20 na kitu na sijakufa na sitakufa harahisi. Mimi nitapumuzika wakati nitamaliza kazi. Na huwa ninaomba Mungu wakati nitakapokuwa ninapumuzika nisiteseke. Mungu asikubali niwe ninaanikwa nje, ninarudishwa ndani. Hapana. Ile kazi nimefanya ama nitakuwa nimefanya ni mingi. Siwacha tu hata nikitoka kwa ibada siku kama ya leo, nikienda tu mama watoto akifikia nimepumuzika, akute apostle hayuko na ameenda. Na sio leo mama, unaona umeanza kunichungulia. Nasema miaka hiyo uzee, kama nimekula miaka mpaka ya uzeeni. Sema amen. Yaani usiteseke na umemtumikia Mungu. Hakuna haja ya kuanikwa ukianuliwa. Hapana. Usikae miaka ambaye tena ni ya mahangaiko. Bwana ainuliwe.
Watu wengi wao wanasema, tuna huzuni sana ati kwa sababu hata hakuugua. Ni nani alisema kufa lazima ugue? Wengine hata unastahili kucheka kicheko cha kucheka. Watu waliacha mkicheka, wanakuta mmekaa hivi, wanafikia bado umecheka na umeenda. Hiyo ni kifo mzuri sana. Simpigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Kuliko ile kifo ya kung'eng'ana mpaka watu wanaona kabisa huyu jamaa alikuwa anakataa, anapiga mateke. Hapana. Mauti ya watu wa Mungu ni kupumzika. Kupumzika ni kusema umeenda mahali umetulia na watu wanakuta tu bado umesmile. Simpigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Najua watu wanaogopa injili ya kifo sana, lakini tunasema hautakufa kama apostol hajakufa mpaka saa hii. Maana shetani alikuwa ameniweka hofu, anataka kuniuzia hofu ya kusema tutakuua kama vile tuliua watu wengine wakubwa ambaye wana nyingi sitakai kuwataja kwa ibada. Maana hizo ni ibada zingine zinaogopesha. Maana watu wengine ambaye waliuawa nikidhani mimi wakati ule na majira yale walikuwa na mamlaka kuniliko mimi. Sasa ninashangaa mimi ni nani ambaye nimezazwa na mauti, lakini wengine nilidhani ni wakubwa kuniliko waliuawa na mapepo. Sema amen. Haleluya. So nilikuwa naongea kuhusu habari ya huyo binti na njia gani. Huyo binti wakati tulikuwa tunamuombea, wakati mwingine tungeshikana mikono na kile kikundi cha evangelist ambaye nilikuwa naye, na ndipoza ninaomba wale ambaye Mungu anawaandaa katika haya madhabahu wabebe kutu ya haya madhabahu, wabebe nguvu za haya madhabahu, wabebe nuru ya haya madhabahu, wabebe neema ya haya madhabahu, ili katika kila ibada una uwezo wa kufanya ibada ambayo inafaa. So tulipokuwa tunaomba na kile kikundi, yule binti yako hapa katikati, tumeshikana mikono hivi. So alikuwa anakaaga hivi, anafanya macho hivi, anafanya macho hivi, akiangalia huyu anafanya macho hivi, hataki kuangalia awaye yote, lakini kuna mahali alikuwa anaangalia. Unaona sasa anachungulia vizuri. Na wakati mmoja tukiomba tukamuuliza, wewe kwa jina la Yesu ni wapi unaona unaweza ukapitia? Ule pepo akasema, kwa hawa wawili, sijui kama wako kwa hii ibada kwa hawa wawili kuna kamoto lakini ni kadogo, hapa naweza pitia. Haleluya. Lakini hao wengine akijaribu kuangalia macho anaondoa. Alafu mimi hakuwa ananitazama, alikuwa anasema upande huu siwezi nikaangalia macho yangu, maana moto wa Bwana unateketea juu ya moto wa Bwana, na hiyo ndio imetushika mateka. Hatuna nguvu tena kwa sababu moto wa Bwana umewaka, na ndiposa tunatangaza kwa kutiwa mafuta tukawaka moto wa Bwana usiku na hata mchana katika jina takatifu la Yesu. Shetani hastahili kuwa kwamba ati akikuangalia wewe ndiye anaona kwako anaweza pitia. Hapana. Kwa nini apitie kwako? Kwa nini wewe unakataa kujikana vile ambavyo inastahili? So alikuwa anasema kwa hao wawili, okay, wako na moto, hata hapo nikipita si ya kwamba sitachomeka, maana hakuna moto mdogo na mkubwa, lakini ule mkubwa una uwezo wa kuteketeza. Sema amen. Hebu niulizie wewe neighbor, wewe unaona moto yako inatoshana wapi? Uliza tu neighbor kama shetani anaweza pitia hapo kwako. Juu kuna vitu ambavyo umezaza, kuna mambo ambayo bado umejibakishia. Unataka Mungu na mguu mmoja na mguu mwingine bado uko nje. Na hiyo ndio inasababisha shetani anapata nafasi. Lakini sisi kama Wakristo hatustahili kuwa hivyo. Tunastahili kuwa tunaweka block. Tukifunga tumefunga. Haleluya. Tukifunga tumefunga. Hakuna mahali adui atapenya. Hakuna mahali adui ataingilia. Situmshangilie Baba wa mbinguni kwa makofi mazuri katika jina takatifu la Yesu. So Yesu anasema katika Yohana 9 mstari wake wa 6, alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope ya macho. So tunaona ya kwamba Yesu wakati alisema ya kwamba bora yuko duniani, yeye ni mwanga. Na hiyo ni kusema tukibeba mwanga wa Bwana kupitia kwa kutiwa mafuta, tuna uwezo wa kufanya ishara na miujiza na maajabu. Ishara inakuwaga ni ile tukio ambalo unafanya ama unasema.
miujiza ni Mungu huwa anazalisha. Hebu nisikilize tena. Miujiza, ishara na maajabu. Miujiza huwa inazalishwa na Mungu. Ishara ni jambo lile utafanya. Nakumbuka kuna wakati mmoja, kuna binti mmoja alikuwa hapa kanisani na akawa akisema ya kwamba anaumwa na mgongo na anahitaji maombi. Sikumuombea, nilimwambia kuna mama alikuwa na mtoto hapo. Nikamwambia enda uchukue mtoto wa yule mama, umufunge kwenye mgongo wako, uende mpaka kwa lile lango, urudi hapa. Hiyo ni ishara. Yaani hicho kitendo kinaitwa ishara. Umeambia mtu afanye kitendo fulani, alafu baadaye kinazalisha miujiza na maajabu. Yule mama alipoenda akafika kwenye lango pale, aliporudi mpaka hapa nikamwambia rudisha mtoto kwa mwenyewe. Na wakamwambia hebu sasa niambie unasikiaje? Akaniambia mgongo umewacha kuniuma. Situmpigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Hiyo ni kumaanisha kwamba wakati tumetiwa mafuta tuna uwezo wa kufanya ishara. Yesu akatema mate chini. Akatema mate chini na kisha akayafanya kuwa tope. Na mara nyingi tukijifundisha kuhusu habari ya mwana wa Adamu ni kumaanisha kwamba hatufanyi mambo ambayo yanalingana. Wewe kama ni Mkristo, na nipoza unaona ya kwamba niliwacha ibada za kuwekelea watu mikono saa yote. Na nikaambia watu, mimi sasa ninaambia Mungu anisaidie. Sio lazima hapa niwaite kila moja nimwekelee mikono. Sio vibaya kuwekelewa na mikono na kuhani. Lakini sasa kila moja anahitaji aekelewe mikono. Ati kwa sababu anaamini peke yake mkono ndio una uwezo wa kuniletea utofauti. Hapana. Hata ukiwa umekaa hapo, ninatuma neno la Mungu, linakuja hapo na linaondoa mahangaiko. Na nikaambia Mungu wakati mmoja ya kwamba sasa sihitaji lazima niite watu hapa kanisani, njooni hapa mbele wale walio na mahitaji. Hapana. Nataka niombe Mungu nguvu zako zisambae kila mahali wengi watakatifu walipo. Ni kwa sababu Yesu hakufanya ishara wala hakufanya miujiza kwa njia moja. Na ndio unaona ya kwamba mara nyingi hata haya mafuta huwa tunatumia kanisani ni mazuri, lakini kuna watu ambao wanaamini hayo mafuta kama miungu. Sasa unaona anaishi nayo kwa kabari. Ni kwa sababu anajua ukiwa na mafuta ndio sio vibaya, lakini usifanye ibada na njia moja. Niseme hivi, adui huwa haondolewi na mbinu moja peke yake. Ni lazima uijue mbinu nyingi za kuweza kufinyilia nguvu za giza kwa maisha yako. Sema amen. Wengine hata huwa hawaombi, ati kwa sababu amebeba kama mafuta na ameweka kwa bag. Sasa anaamini ya kwamba hiyo mafuta itamulinda. Hapana. Yesu anatufundisha hata wakati alikuwa hapa duniani. So anatema mate chini, anafanya tope, alafu kisha anapaka mtu kwa macho na kisha anamwambia nenda ukanawe katika mto Siloamu. Hiyo ni kumaanisha yeye aliyetumwa. Na hiyo ni kumaanisha kwamba wakati mwingine mambo makubwa yanakataa kutendeka ni kwa sababu ya process ambayo wewe unapitishiwa hauihitaji. Ni kama Naamani anakuta mtu anaitwa Elisha. Naamani ni mtu mwenye mamlaka. Naamani anakuja kwa lango baada ya kwenda kwa mfalme. Mfalme akamwambia Naamani ya kwamba nani amekwambia mimi nina uwezo wa kufanya mambo kama haya? Ati kwa sababu mimi ni mfalme wa Israeli. Hapana. Akamwambia, alafu kukaja mtu mwingine katika nyumba ya mfalme akamwambia, hapana, katika Israeli kuna nabii ambaye anaitwa Elisha. Basi wakamtuma kwa Elisha. Wakati Elisha Naamani alifika kwa Elisha, Biblia inasema Naamani hakutoka nje. Akatuma Gehazi, akamwambia nenda uambie huyu jamaa ajichovye mara 7. Aende mtoni ajichovye mara 7. Na yule mtu ambaye alitumwa ni mtu mchafu. Na kwa sababu na yeye alikuwa na ustadi wake, akasema kwa nini hakunielekeza kwa mito ya kwetu, na ndiyo misafi kuliko mito ya huku kwenu. Unaona hiyo procedure ya watu kupokea kutoka kwa Mungu.
Tunaona huyu mwingine kipofu aliambiwa nenda ukanawe, licha ya kwamba Yesu amempaka tope tayari, lakini anasema nenda. Hilo tukio la kwenda, hiyo ni kumaanisha ana imani na lile jambo ambalo ameambiwa aende akalifanya. Huyu Naamani alianzia kukataa, mpaka mtu mmoja ambaye ni mbeba silaha zake akamwambia Naamani, hata kana kwamba huyu mtu wa Mungu angekwambia ufanye jambo kubwa, si ungelifanya? Kwa nini usifanye jambo hili ndogo, miujiza yako izaliwe? Hapo ndio akabadilisha nia, akaenda kwa ule mto, akajichovya mara ya kwanza, akajichovya mara ya pili. Alipojichovya mara ya 7 akatoka akiwa kama mtoto mdogo. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Tunaangalia yale mambo kupitia kwa kutiwa mafuta, na tunajifundisha utendakazi wa kiungu na vile ambavyo Mungu anafanya kazi. Na nipoza usifikiria kwamba licha ya kwamba Mungu ananitumia, anastahili kunitumia na njia moja. Niliambia Mungu anisaidie nisifanye ibada ambazo zinafanana. Wakati mwingine nanena neno, wakati mwingine nachukua maji natumia, wakati mwingine nitatumia anointing, wakati mwingine nitafanya hivi, wakati mwingine nitafanya tu hivyo, wakati mwingine nitakufanya hivi nikuinue. Yani nitumie mbinu tofauti tofauti ili kuhakikisha kwamba nguvu za Bwana zinakufikia. Sasa wewe ukifikiria ni ile ya hivi, unakuta leo ni ya hivyo, alafu miujiza inazaliwa. Sasa ndio kila mmoja ajifundishe vile Mungu anafanya kazi katika haya madhabahu. Tumshangilie Baba wa mbinguni kwa makofi mazuri. Huyu mtu tunaona ya kwamba Yesu amepaka, ametema mate chini, amepaka tope, amempaka, na anamwambia nenda ukanawe katika mto ule, nenda ukanawe. Na wakati alipoenda kunawa, Biblia inasema ya kwamba akarudi kama anaona. Sema amen. Wakamwambia nenda ukanawe katika birika la Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Hebu angalia mstari wa 8 na wa 9. Inasema hivi, basi jirani zake na wale waliomuona zamani kuwa ni muombaji wakasema, je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Hebu nisikilize mtu wa Mungu. Wakati Mungu anatutumia, hakutakosa watu ambaye wanaongea kinyume na matukio yale mazuri ya kiungu. Na wakati mwingi Wakristo huwa wanajikuta kwa zile hali, na wakati mwingine wanakubaliana na maadui. Leo hii ile miujiza na ishara inazalishwa kwa haya madhabahu. Kuna topic tofauti tofauti huwa zina neno za hii church huko nje. Si ni kweli? Kuna watu huwa wanaongea ili kanisa ni la mapepo. Kuna watu wengine wanasema huyo pastor wenyu mumchunge sana, mwisho atakuja kunywa damu yenu. Yaani watu wanaongea vitu tofauti tofauti. Lakini huyu mtu, hebu sikiliza, ameponywa na Yesu. Na jambo la muhimu sana ambalo kila mmoja unastahili kuwa unaliandama, we andama tukio lile likusababisha uwe na imani. Hata watu wengine wakiongea mambo mengine tofauti, salia na lile neno ya kwamba mimi ninajua ya kwamba ni Yesu Mnazareti aliniponya. Maana kuna watu wengi hawaamini kwa miujiza. Kuna watu wengi hawaamini kwa maajabu, licha ya kwamba wanaenda kanisani kama desturi, lakini hawaamini kwa nguvu za Bwana. Na hao ndio tumejaza duniani leo. Kuna watu ambao hata huwa wanasema hakuna nguvu za Mungu. Siku moja nilikuwa ninaangalia kwa runinga moja ya taifa letu la Kenya. Kukawa na mwalimu mmoja wa chuo cha Biblia. Alikuwa anahojiwa katika hiyo stesheni. Na wakati alipokuwa anahojiwa nilikuwa nafuatilia sana, kwa sababu alikuwa anaongea kuhusu habari ya scholarship. Vile ambavyo wachungaji wanadhaminiwa kwenda ng'ambo bila pesa yoyote, wanapata visa, wanapelekwa kule, wanapelekwa Bible school. Na sasa nikawa nikivutiwa na lile jambo, ninamsikiliza. Lakini mwisho aliulizwa swali moja ambayo ilisababisha hayo mambo mengine yote mimi niyaondoe na nione hayana dhamana, na nione ya kwamba ulikuwa ni mtego wa shetani. Akaulizwa hivi, na sasa swali ya mwisho ni hii. Nataka utuambie wewe kama mwalimu wa Bible school, kama bado kuna miujiza. Yeye akasema majira yale tuko, hakuna kitu kinaitwa miujiza. Ati miujiza ilirudishwa kwa madaktari. Nikabadilisha channel. Na nikatupilia hiyo mambo mengine yote nilikuwa naona kama ni mazuri, nikayatupilia.
Na hivyo ndivyo hata wewe unastahili kufanya. Maana hata Mungu akifanya mambo makubwa hata kwa maisha yako wewe mwenyewe, unajikutaka kuna watu ambao mnaongea na wao kuhusu habari ya ile neema ilikusaidia, na unakuta watu wengine wanakuweka kwa kitanzi ya kuongea mambo mabaya kwa ile neema ambayo ilikusaidia. Maana eti kwa sababu inaongelelewa huko nje inakaa kana kwamba ni ukweli, na wewe unakubaliana na yale mambo. Alafu kila wakati huwa ninawaambia ujue sasa una withdraw ile nguvu ambayo ilikusaidia. Ni vizuri sana. Hebu angalia huyu mtu vile ambavyo alifanya. Mstari wa 9 nasema basi jirani zake wale waliyemuona zamani kuwa ni muombaji wakasema, je, wewe sio yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Mstari wa 9 nasema wengine wakasema ndiye, wengine wakasema la, lakini amefanana naye. Hii neema ni nzuri sana. Wakati neema inaguza maisha ya mwanadamu, lazima ilete kitu kinaitwa utofauti. Wengine walikuwa namuona kwa malango kila siku, na wengine waliamini ni yeye, na Biblia inasema wengine wakawa na shaka, wakasema anafanana na yeye. Situpigie neema ya Bwana makofi mazuri. Na hivyo ndivyo wewe na mimi tunastahili kuwa, ya kwamba hata ukikutana na mtu anasema na naona kama ninakujua. Ni kwa sababu anaangalia picha ya awali, na akiangalia picha ya leo anaona mtu tofauti. Anaona huyu utukufu wake na yule wa zamani vile alikuwa amegandamizwa. Wengine wanasema inaweza kuwa ni yeye. Hata wengine anapitana na wewe, anakuita Hosea, aone kama utabadilika. Unajua kama sio jina yako uwezi ukabadilika. Jina la mtu linakuwa na nguvu sana. Ukisikia tu mtu umekutana na yeye ameita Kamau na wewe unaitao Kamau, lazima upinduke hata kama Kamau ni wengine. Sasa na yeye anakuchungulia aone kama umepinduka, halafu anakufuata anasema, "Gai, sikuwa ninaona kama ni wewe." Unamuuliza kwa nini? Anakwambia niliachilia ukuwa umeparara, lakini niambie siri, ni nini kimefanyika? Tumpigie Baba wa mbinguni makofi mazuri. Hivi ndivyo huyu mtu mambo yake yalikuwa. Biblia inasema ya kwamba wengine wanasema ni yeye, wengine wanasema hapana, hafanani na yule mwenye alikuwa anakaa kwa lango. Ni kwa sababu gani? Neema ambayo Yesu ametiwa na Baba yake kupitia kwa mafuta inabadilisha hali. Hata sisi kama tutaguzwa na hiyo neema, ni lazima kuwe na mabadiliko kwa maisha yako. Ni lazima kuwe na mabadiliko hata kwa kizazi chako. Ni lazima kuwe na mambo ambayo yatabadilika katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Na inakuombea katika jina la Yesu. Hata wewe ukitembea watu wanaulizana maswali ya aina ile. Sijui kama huyu ni fulani. Nilikutana na mtu ambaye anafanana na yeye uko Nakuru. Alafu wanamwambia alikuwa anakaa aje? Wale ambao wanakujua leo wanamwambia huyo ni yeye. Neema ya Mungu imembadilisha. Situmpigie Baba wa mbinguni makofi mazuri. Basi wakamwambia macho yako yalifumbuliwaje? Sasa hapa ndio kuna mambo yale ambayo watu wengi hawana imani. Ndiyo ni wewe, lakini hebu tuambie, mtu awezaje kuwa kipofu akaweza kufunguliwa macho? Sema amen. Haleluya. Tuambie hiyo na utueleze vile ambavyo ilifanyika, ndiposa uweze kuona tena. Wengine, kuna binti moja huwa tukikutana na yeye anajaribu kujificha, lakini huwa ninamwambia ulibakisha dosi ngapi? Nilimwandikia dosi 3 hapa. Akikuja kwa hii madhabahu, alikuja mara ya kwanza nikiomba hapa, akaanguka huko nyuma, alikuwa mgeni akatoroka. Sasa wakati tulikutana na yeye nikamuuliza, dada ulienda wapi? Akaniambia mimi hiyo mambo ya kujikutana nimeanguka kwa kanisa lako mimi sitaki. Nikamwambia ile ilikuwa dozi ya kwanza, umebakisha ngapi? Kuja tukuweke chini mara ngapi? Ingine 2 peke yake, hali yako itakuwa shwari. Sasa akiniona namwambia, namkumbusha bado uko na dozi, niko na dozi yako ngapi? Sema amen. Na ripoza huyu mtu anaulizwa, tunataka utuhadithie vile ambavyo mtu anaweza kuwa haoni na anaona tena. Utuambie hiyo historia. Mtu anawezaje kuwa kipofu aweze kuona tena? Hebu jaribu kutuelezea. Na wacha nikwambie, hiyo kwa watu ambaye hawaamini, hiyo ni hekaya za Abunuasi. Hayo ni mambo ambayo wanaweza kukushusha nayo hata kwa ibada.
wakwambie mjichunge sana na huyo mtu wa Mungu, hata kana kwamba tunaona kuna mabadiliko kwa maisha yako, lakini mjichunge na huyo mtu wa Mungu. Huyo mnamuita pastor, huyo mnamuita apostle, mjichunge sana na yeye, maana hizi vitu ni kama sarakasi kwetu, hatuamini katika hii vitu. Sema amen. Haleluya. Sijui kama wewe unaamini yale mambo wewe yanafanyika kwa ibada. Ni ndio na amina. Yale yote Bwana ameyasema anakuja kuyatimiza kwa maisha yako. Ama wewe bado ni yule unaenda kupiga hizo hadithi huko. Bado mimi sijawahi kuwa na imani kabisa na huyo apostle. Bado ninamweka kwa vipimo. Ninamweka kwa ratili yangu nione hii kitu inakuwa wapi. Siniwaambia wengine, si hata walikuja waziwazi. Walikuja hapa kwa meza yangu. Wakati tumeongea na wao, nikikuja hapa tunaomba. Alafu sijui kwa nini watu huwa wanashuku mtu wa Mungu sana hivi. Mpaka ukifanya mguu kidogo hivi wanafikiria hapo ndio unatafuta nguvu. Ni kama kirachi ya gari na breki. Sasa sijui kama atakuwa tunaongea kama tunakaa statue hivi. Ndio mtu asione hata umetingika kidogo afikiria tunatafuta power. Si mnakumbuka wengine walikuja hapa hata wakatoa ushuhuda hapa. Si tuliambia apostle tunataka kuchungulia mpaka kwa meza na hapo. Kwa sababu huyu mtu wa Mungu hatumuelewi. Hizi nguvu huwa anatoa wapi? Bwana ainuliwe. Hayo ni mambo ya kutatanisha. Na haya yote tunaona ni kwa sababu tunatunza mafuta yale ambayo tumetiwa na Bwana. Tusiaibishe mafuta ya Mungu kwa maisha yetu. Na ili Mungu atutumie tukiwa vyombo vya dhamana. Sema amen. So watu wana maswali kama yale, wanauliza huyu mtu, hapana, tueleze haya mambo kwa ukina yalikuwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwa Yesu alifanya tope akanipaka macho akaniambia nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa nikapata kuona. Hiyo ni hekaya za Abunuwasi. Ati tuambie vile ambavyo uliona. Hebu tuambie ni nini kilifanyika. Na yeye anawapatia waziwazi. Anawaambia huyu mtu mwenye anaitwa Yesu alitema mate chini, akafanya tope, kisha akanipaka kwa macho yangu, akaniambia niende nikanawe, kisha nikarudi kama ninaona. Tupigie hiyo neema mafuta makofi mazuri katika jina takatifu la Yesu. Sema amen. Yani kitendo cha aina ile. Na ndiposa tunasema ya kwamba kwa kutiwa mafuta tuna uwezo wa kufanya zaidi ya hekima za wanadamu. Sema amen. Haleluya. Mambo yanafanyika wakati tuna imani na huyu Yesu. Mambo yanafanyika. Miujiza za kupindukia zinafanyika. Neno hilo likitajwa, hata mapepo yanakimbia mbio. Maana yanajua jina la Yesu limetukuka juu ya majina mengine. Biblia inasema hata shetani mwenyewe hilo jina likitajwa mahali ako huwa anatetemeka. Maana anatambua jina takatifu la Yesu. Situmpigie Yesu Mnazareti makofi mazuri. Na tunaongea kuhusu habari ya neema ya mafuta. Maana ukitiwa mafuta ni kusema ya kwamba unastahili kufanana na Kristo. Provided ni nuru katika moyoni mwako. Kila mmoja amebeba Yesu. Hebu tutakase huyo Yesu ndani ya mioyo yetu. Tukubali tu atakasike ndani yetu. Tuone yale mambo ambayo atafanya katikati yetu. Sema amen. Niwaambia wakati mmoja kule Njoro kuna mshirika wetu mmoja. Kuna mtu ambaye alipagawa pia na mapepo kule Njoro. Na wale watu ambao walienda kumsaidia ilikuwa kitu saa 6 saa 7 ya usiku. Maneiba walipoenda wakakuta ni mtu amepagawa na hawajui wafanye nini. Mmoja wa mulevi mmoja ndiye alisema, akasema hii shida iko na huyu brother. Mtu mwenye anaweza tusaidia ni mwanafunzi wa Apostle Hosea. Siku hiyo nilikuwa pastor. Mwanafunzi wake yeye ndiye anaweza tusaidia kwa hili. Watu wote sasa wako kuuliza mulevi, ati mulevi umesema aje? Wakasema hapana, kama washirika wa huyo pasa venye mimi ninamjua, huwa wanafuata baba yao na wanaamini kwa ile neema iko ndani yake, hata wao wanaweza tusaidia kwa hili.
Haya, kila mtu sasa ako kumwangalia mlevi. Akasema kulikuwa na mama fulani alikuwa tu neighbor. Wakasema mmoja ako kwa ile mlango, mubishe kwa ile mlango. Mlango ikabishwa. Hebu ikuute sasa ni mlango wako umebishwa, ikabishwa. Huyo mama bwana yake akatoka. Bwana hakuwa ameokoka. Bwana akaambiwa hatukutaki wewe, tunataka mke wako. Akauliza ni nini, kuna kesi gani? Sio kesi, kuna mtu amepagawa na mapepo hapa. Yule bwana akauliza kupagawa na mapepo na mke wangu inaingiliana wapi? Yule mlevi akakuja akasema juu huyu mke wako mahali huwa anashiriki, kama amebeba kutu ya baba yake, yeye ndiye atatusaidia. Haya, mke wake aliposikia hivyo akastuka. Akasema yenyewe hapa sasa ujue ni mizani imewekwa mbele yako. Wewe kama unashiriki kwa aposto na kapepo kakikuja uwezi itoa, wewe sijui ni mshirika wa aina gani. Akasikia hilo jambo limemchallenge sana. Na yeye akasema, akaambia bwana yake ndio, akajijaza. Lakini akasema lakini nitaenda kuita mama fulani tuwe wawili. Maana imani ya watu wawili ambaye watu wameshirikiana ni nzuri kuliko imani ya mtu mmoja. Wakaenda wakabisha kwa neighbor ambaye ni mshirika wetu. Sasa wakawa mama wawili. Sasa wamefuatwa na jeshi. Waende waonekane kile watafanya, lakini kwa mioyo yao wanatetemeka. Lakini kwa njia nyingine mlevi amewatayarisha ya kwamba nyinyi baba yenu kama mumebeba kutu yake ni lazima mfanye miujiza hapa. Walipofika pale wanatetemeka. Yule mama moja anaenda akiuliza, kwa nini umekuja kuniita? Anamwambia uoni walevi wanasema ya kwamba baba yetu ana uwezo wa kufanya haya, hata sisi tuna uwezo wa kufanya. Wakajitia moyo. Walipofika mahali pale, jambo la kushangaza, walipoingia tu hiyo nyumba, mapepo yakaanzia kupiga kelele. Situmpigie Yesu makofi mazuri. Mapepo yakaanzia kupiga kelele. Hata sasa wakajijaza kwa jina la Yesu. Sasa wanafanya vile wanaona baba yao wanafanya. Kwa jina la Yesu, ondoka wewe pepo, wewe ni nani? Mapepo yakajisema ni kina nani, na wakafanyia yule mtu ukombozi. Makofi yakapigwa. Wakaenda watu waoga nyumbani kama wanamtukuza Bwana, wakisema tumebeba kutu ya baba yetu. Hata sisi lazima tukimbie na Bwana katika ile makusudio, katika jina la Yesu. Sema amen. Tulisema ya kwamba tunatiwa mafuta kwa nini? Maana hayo mafuta lazima kwanza yatufanyie kazi kabla hatujapeleka kwa watu wengine. Sema amen. Hata tukienda kule nje, wakati tunasaidia watu wengine, tukiwashika wanahisi moto wa Bwana katika maishani mwetu. Moto usikue tu kwa baba, usikue kwa mtumishi wa Bwana Pastor John, usikue kwa watumishi peke yao. Hapana. Wacha huo moto ubebwe na kila mmoja kwa haya madhabahu katika jina la Yesu. Tumshangilie Baba wa mbinguni katika jina takatifu la Yesu. Na wakarudi nyumbani kama wanashangilia. Wakasema na kweli walevi pia wako na ufunuo ambaye sisi wenyewe hatukuwa naye, ya kwamba ukishiriki. Na nipozo unaona hata Petero wakati Yesu alimwambia kabla ya jimbi mara 3 utakuwa umenikana, alimwambia Yesu mimi siwezi nikakukana. Na wakati jimbi ililia mara ya kwanza, ya pili, ya 3, Petero akakumbuka yale maneno ya Yesu. Akatoka hapo akilia, akaenda akajificha. Lakini hata kama amejificha, watu wale ambayo walisikia mpaka vile analia walimwambia hata hiyo sauti unalia nayo inakaa kama ya Yesu. Tena anatoka hapo anaenda mahali pengine. Anamwambia hata tu vile umevaa. Anatoka hapo. Yaani unastahili kufanana na baba yako. Ambia neighbor unastahili kufanana na baba yako. Sema amen. Baka kabisa akaona watu wamenianika. Akaamua kupiga nduru kabisa. Yesu kweli. Yesu akamwangalia, akajua si uliniambia jimbi kiilia mara ya 3 utakuwa umenikana. Akaenda akalia sana, ni kwa sababu ya jambo hilo. Na hiyo ni kusema ya kwamba hii neema inastahili kubebwa na kila mmoja katika jina la Yesu. Unastahili kufanana na haya madhabahu. Kwa kila jambo unastahili kufanana na haya madhabahu. Na kila mmoja ajifunze kuwa kama baba. Sio kuiga tu vile baba anaomba, sio kuiga tu baba vile anafanya, lakini hata kwa maadili ya kumwandama Bwana zaidi. Hayo ndiyo kitu cha muhimu zaidi. Sema amen. Wale wamama hawakuwa wameshaomba tena, lakini walikuwa na moyo wa baba yao ndani ya mioyo yao. Hawakuwa wameaiombea mtu tena hata homa, lakini walienda kutoa mapepo. Walienda kutoa mtu katika utumwa na utelezi. Na hebu imagine, tangia wakati huo brother mpaka wa leo
hajawahi rudiwa tena na mashetani. Tumpigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Kwa hivyo inawezekana katika Matendo ya Mitume, katika Matendo ya Mitume 10 mstari wake wa 38, inawezekana kwa sisi ambaye Bwana ametuita na ametuchagua, wakati tutakubali roho zile zinatuzuilia, tulisema, za watu wetu, madhabahu ambaye yalitokana na mababu na manyanya yafinyiliwe kwa neema ya mafuta. Haya ndio mambo ambayo tutakuwa tunafanya sasa. Na si kusema ukifanya miujiza ukimbie kwenda kufungua kanisa. Ni lazima uwe na mtu ambaye ana uwezo wa kukaa na kuwa na yule kitu kinaitwa ukomavu kwanza, kupitia kwa neema. Unajua za shida mara nyingi washirika wengi wakiona siku moja tu umetoa unabii, umetolea mtu unabii, anatoka kwa kanisa anaenda kufungua yake. Wacha nikwambie, utagongwa na utanyamazisho. Ni kwa sababu haya mambo yanahitaji ukomavu. Mtoto akizaliwa hatembeagi wakati amezaliwa. Ana hatua zile ambazo huwa anaenda mpaka maybe amalize miaka miwili awe na nguvu ya kutembea, apate mamaso za kuanzia kutembea. Mtoto akianzia kutembea huwa anapata majeraha mengi wakati anaanguka, akijaribu kupanda kwa meza, na wakati huo ndio wa muhimu sana kutunzwa. Wakati huo ndio wa muhimu sana kutunzwa. Maana usipomtunza utamkuta ameanguka kwa maziwa moto, utakuta ameanguka kwa uji, utakuta ana madhara mengi. Ninaongea kuhusu habari ya huduma, naongea kuhusu habari ya ministry. Wakati wako wa kutunzwa ni wa muhimu zaidi kuliko wakati ule ungefikiria unakanyanga hatua ya kwenda mbele. Hayo ni yale mambo ambayo yako mbele kwa wale watumishi ambaye Mungu anawaandaa. Si kusema kwa sababu umetoa unabii ukimbia nenda ukafungue kanisa. Kuna wakati wa kukaa na kulelewa, ujue kutembea, ujue kuongea, ujue maadili ya kuhani, ujue mambo mengi, alafu kisha ukienda kufanya madhabahu hautakuwa na aibu. Wala licha kwamba kutakuwa na changamoto, utakuwa na uwezo wa kupigana na zile changamoto, maana ulikaa na ukafundishika vizuri. Sema amen. Katika Matendo ya Mitume 10 mstari wake wa 38. Matendo ya Mitume 10 mstari wa 38. Inasema hivi: habari za Yesu Mnazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote. Habari za huyu Yesu Mnazareti ambayo Baba alimtia mafuta. Kwa hivyo utendakazi tunasema ya kwamba unatangulia kupakwa mafuta. Neema ya mafuta inatusaidia, maana hata Yesu mwenyewe Biblia inasema ya kwamba alitangulia kutiwa mafuta na baba yake, alafu kisha akaanzia kuenda huku na kule kwingine akifanya miujiza, akifanya maajabu. Neema ya mafuta inatuwezesha wapendwa. Na hayo mafuta nimesema tuwe kama Yoshua, hakuaibisha mafuta ya Bwana. Alikimbia na mafuta ya Mungu. Alitamani kujua yale ambayo yanampendeza Bwana. Hakuaibisha mafuta. Na Yoshua kwa mkono wake alikuwa shujaa. Maana hakuaibisha mafuta. Wakati tunakataa kuaibisha mafuta, huwa tunapata nguvu za kiungu usiku na mchana ndani yetu. Hizo nguvu za Mungu zinakorogeka ndani yetu. Tuna uwezo wa kuangusha, wa kuharibu, wa kung'oa, wa kubomoa. Kama Yeremia 1:10 inasema ya kwamba Mungu ametupa mamlaka ya kubomoa kila kazi za adui, kuharibu kazi zote za ibilisi, kung'oa ili kupanda na kujenga. Yale mambo ambayo tunang'oa kama yale magugu, tunayang'oa kule crusade. Tunapandia watu kitu cha uzima. Tunatangaza uzima ndani ya maisha ya wanadamu. Tunatangaza uhai ndani ya maisha ya wanadamu. Ni kwa sababu tumepewa nguvu, tumepewa uwezo, tumepewa mamlaka na Bwana kupitia kwa utakaso wa yale mafuta ambayo tumetiwa na Mungu. Sema amen. Hata mimi na wewe, hayo ndio maombi ambayo ninaomba. Yesu aliweza kukimbia huku na kule akitenda kazi njema,
na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Yesu alifanya miujiza, afanya kila kazi njema. Yetu ni kuwa hatujui kujitunza. Leo hii we ni moto, kesho we ni baridi. Unataka kuchanganya kazi za kiungu na mambo mengine. Kamwe Mungu hawezi akakimbia na wewe mpaka mwisho. Tunaona alipojifunza kufanya kila kazi njema, Mungu naye akamuandama. Kila kanyangio ambalo alikanyanga, Mungu alikuwa pale. Na ndiposa unaona wakati anafufua rafiki yake Lazaro, yeye hakwenda kuomba, maana alijua ya kwamba Mungu wakati wote anakuwa pamoja na yeye. Alisema maneno katika Yohana 11. Alisema maneno, akawa akisema ya kwamba wewe Baba, siku zote najua ya kwamba huwa unanisikia. Hayo ndio maneno alitangulia kusema, ati siku zote ninajua kwamba huwa unanisikia. Kwa sababu hiyo mimi sihitaji kusema ya kwamba Lazaro, kwa jina la Baba toka nje. Hapana, uhusiano wangu na wewe ni mzuri kila wakati. Hivyo ndivyo alikuwa anasimulia. Uhusiano wangu na wewe uko sawa, na kwa sababu uhusiano wangu na wewe uko sawa, akasema ya kwamba ni kwa sababu ya hawa makutano ndio sasa ninataka kuamuru huyu rafiki yangu aamuke. Si kwa sababu sielewi uwezo uliye ndani yako kuja kwangu. Hapana, ni kwa sababu ya hawa makutano. Lazima angefanya tukio kama mkusanyiko. Hakuanzia kusema kwa jina la Yesu ama kwa jina la Baba natoa pepo haya. Hapana, alisema siku zote ushirika wangu na wako uko sawa. Na najua kwamba hata sasa sio lazima niseme kitu, lakini kwa sababu ya hawa wacha niseme. Lazaro, nyanyuka mahali huko. Lazaro, mara ya 3. Lazaro, nyanyuka mahali yako. Lazaro akaanzia kuyumbayumba, akasema mfungueni sanda, mumuache aende zake. Tumpigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Hiyo ni yale mafuta aliyotiwa, na kwa sababu aliyatunza, yakasababisha Mungu na yeye kila siku mahali anaenda yuko pamoja na yeye. Sema amen. Sijui kama wewe unakuwa na Yesu Jumapili peke yake. Kianzia Monday, kiingia kwa shughuli zako za kila siku, unamuweka chini. Utamvaa Sunday asubuhi na utamvaa na Sunday best. Anakuwa kwa Sunday best, ile nguo yako ya Jumapili. Hapo ndio utamvalia ya kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu Monday tena ukirudi kule, hautembei tena sawasawa na mapenzi ya Bwana. Biblia inasema ya kwamba hiyo miujiza ambayo Yesu alikuwa anaifanya ni kwa sababu walikuwa na ushirika na Baba, na hiyo ushirika ikasababisha Baba kwa kufanya Yesu kwa kufanya matendo yale yaliyoamriwa mema, Baba alitembea na yeye siku zote. Na hiyo ni ombi la moyo wangu ya kwamba kila siku, kila mmoja wetu, nguvu za Bwana ziwe zinatembea pamoja na wewe. Sema amen. Kando na watu wale ambayo tunahitaji kusaidia kule nje, hata wewe uwe mshirika wa hizo nguvu. Hata wewe uwe mshirika wa hizo nguvu kwa jina takatifu la Yesu.
Situmshangilie Baba wa mbinguni kwa makofi mazuri. Katika Hebrews, Waibrania, mbakisha maandiko mawili tumalize. Katika Waibrania 1 mstari wake wa 9 hadi ule wa 14. Wakati tunachukizwa na maasi na tunapendezwa na haki, mafuta ya Bwana yanapata nafasi juu ya maisha yetu. Wakati tunachukizwa na maasi, na neno kuasi ni kuhakikisha kwamba unajipea discipline ya imani. Jambo lolote ambalo halimpendezi Bwana, wacha wewe kwako liwe chukizo. Jambo lolote ambalo halimpendezi Mungu, hata kana kwamba linashabikiwa na watu wengine, wacha kwako liwe chukizo. Ndiposa mafuta ambayo unatiwa yawe na dhamana kwako. Sema amen. Na ndiposa wakati mwingi wokovu ni kujitenga, sio kujitenga kutoka hapa duniani. Na ndiposa Yesu anawaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana, sitawaombea mtoke hapa duniani, lakini nitawaombea mudumishwe kwa kutenda mema hapa duniani. Sitawaambia kwamba mtaondolewa, maana hakuna bingu ambayo mnastahili kuchukuliwa, hakuna mahandaki ambayo mnastahili kuingishwa ati mufichwe ndani yake. Lakini Yesu akasema ya kwamba nitawaombea kwa Baba mudumishwe katika neema, mukae katika hiyo neema. Tutakuwa na watu waovu, lakini tuna uwezo wa kujitenga. Tutatembea na watu ambaye sio wa ulimwengu, ambaye ni wa ulimwengu huu, ambaye hawamjui Mungu, lakini bado nina uwezo wa kujitenga. Tutakutana na watu watapaka mbalimbali, waliye na nia mbalimbali na tofauti tofauti, wale ambaye ni wanabiashara. Utakutana na watu wengi ambaye wanajaribu kukurusha hata kwa kitanzi chao, lakini umefanya maamuzi ya kumfuata Kristo. Sema amen. Haleluya. Wewe umefanya maamuzi. Katika Waibrania 1 mstari wa 9 imesema, umependa haki, umechukizwa na maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Mtu yule ambaye anajifunza kuchukizwa na maasi, na neno kuasi huwa linamaanisha unajua jambo hili sio njema na unalifanya. Hiyo ndio inaitwa kuasi. Kuasi ni kusema unaelewa ukweli, lakini haufanyi sawasawa na mambo yale ambayo yanalingana na neno la Mungu. Hiyo sasa umefanyika muasi, na ni kwa sababu umejitenga na maasi. Naye Mungu ameamua atakuvika mafuta ya utukufu. Ni kwa sababu umekubali kujikana. Ni kwa sababu umekubali kusema ya kwamba mimi nimefanya chaguo katikati ya mambo mengine yote duniani. Ninakataa kufanya mambo yale ambayo hayamfurahishi Bwana. Na Biblia inasema, basi wakati hiyo utatiwa mafuta ya shangwe na kupita wenzio. Neema zile ambazo tunakimbia nazo mbalimbali, si kusema ya kwamba watu wengine hawajaitwa na Mungu. Kila mmoja ameitwa, lakini kile ambacho kinaleta utofauti ni kule kujikana. Kila mmoja anaweza kuwa hata pasta, wote ambao wanahubiri wameitwa sawasawa na mwito kama wa mtume, lakini kule kujikana kunasababisha yale mafuta ambayo umetiwa ndani yako yawe dhahiri hata kwa wanadamu. Sema amen. Haleluya. Na hiyo ndio inasababisha unakuwa na kitu special. Watu wanasema huyu mtu ako na kitu kingine cha kipekee, maana umekubali kujitenga. Wengine ndio wanakimbia na Mungu, lakini hawataki kujitenga. Hawataki kutembea sawasawa na yale matukio mazuri ambayo Mungu ameandaa ama ameyatayarisha kwa sababu ya kila mmoja wetu. Na tena wewe Bwana hapo mwanzo ulitia msingi wa nchi na mbingu na kazi za mikono yako. Mstari wa 11, hizo zitaharibika, bali wewe unadumu, nazo zote zitachakaa
kama nguo. Biblia inasema licha ya kwamba Mungu ndiye ameweka misingi ya dunia yote, chochote ambacho ni cha Mungu huwa kinadumu. Chochote ambacho kimekeuka mapenzi ya Bwana huwa kinachakaa. Watu wawili wanaweza tembea wakisema wako na Mungu, lakini mwingine ukimwangalia utasema huyu Mungu siwezi mtaka karibu na mimi, hata kama sijui huyo mtu, kwa sababu amechakaa. Na kule kuchakaa kuna maanisha kwamba huyo mtu ndiyo amempokea Yesu, lakini yeye ni muasi. Mara nyingi anafanya mambo yale hayamfurahishi Mungu wake. Na kile cha Mungu kinadumu, na huwa kinadumu katika utukufu. Na hiyo ni maombi yangu ya kwamba kila Mkristo abebe utukufu wa Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Na wengine wanachakaa kama mavazi, hivyo ndio Biblia inasema, na kama mavazi utazizinga nazo zitabadilika, lakini wewe uyeye yule, na miaka yako haikomi. Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wa wote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, hao wote si roho watumikiao wakitumwa kuwahudumia wale watakao urithi wokovu? Biblia inaongea kuhusu habari ya hakuna mtu mwingine alipata nafasi. Hata malaika hawakupatiwa nafasi ya kukaa mkono wa kuume. Na nipoza katika Yohana 14 huwa inasema ya kwamba tusifadhaike ndani ya mioyo yetu, tumwamini Yesu na tumwamini yeye aliyemtuma. Ni kwa sababu gani? Nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, na kama sivyo angelitueleza ili kila moja atembee sawasawa na vile ambavyo anatamani. Lakini kwa sababu kuna makao, ikasemekana ya kwamba tujiandae. Ni kwa sababu mahali Yesu alipo, hapo ndipo tutakapokuwa. Na nipoza Biblia inauliza, ni nani mwingine ambaye aliamuriwa ya kwamba akae mkono wa kulia wa Baba isipokuwa wale ambao wanaweza wakajikana? Hata malaika mbinguni hawakai mkono wa kuume. Lakini Biblia huwa inasema katika Yohana 14 ya kwamba mimi na wewe, mahali Yesu alipo, hapo ndio mimi na wewe tutakuwa. Si ujipigie makofi mazuri katika jina la Yesu. Wakati tunakubali kujikana, wapendwa, mahali Yesu atakuwa, hapo ndio utakuwa. Ako wapi? Mkono wa kulia wa Baba. Na ndiposa Biblia inauliza, ni nani alipata hiyo nafasi ya kuwa katika mkono wa kulia? Hata malaika wenyewe walinyimwa hiyo nafasi. Lakini huyu Yesu Mnazareti, kama tutamuhifadhi vizuri ndani ya mioyo yetu, mahali alipo nasi tutakuwa mahali pale. Na hakuna mtu apendi high table. Wakati mwingine tukiwa na conference hapa huwa ninaona huwa ninaona hata kuna mtu tu anachungulia kwa mbali, anasema afadhali niaibike lakini nikule pale kwa ile meza. Ama amuonage hivi, meza hii inatangazwa, hii meza ni ya pastors, bishop, evangelist na wazee wa kanisa. Mtu mwingine hata hajawahi kuwa asha, unaona tu kanajileta tu kanakaa juu. Hakuna mtu hapende kukaa kwa meza mahali ukuu uko. Sema amen. Na hiyo ndiyo nafasi ambayo ni yangu na yako. Biblia inasema ya kwamba tusifadhaike, tumwamini yeye aliyemtuma Yesu, tuamini kwa miujiza na ishara ya Yesu, maana nyumbani kwa Baba kuna makao. Hata tukimaliza haya hapa duniani, tuko na nafasi njema kule juu mbinguni tumewekewa na Bwana. Na mahali Yesu wako, hiyo meza kama inachafuriagwa atakuwa anasema chafua, lakini uko hapo tu. Haleluya. Tuliona watu wanasemaga chapati chafua. Mliniambia ni chafua ama ni nini? Inachafuliwa na mambo inaendelea. Kama mbinguni kutakuwa na chafua, na unajua chafua ya Yesu, wacha tuache kuongea hiyo maneno sana.
Lakini Bible inasema tukifika mbinguni hakuna kusikia njaa. Kwa hivyo kama wewe ni Mluhya, kula vizuri hapa duniani. Huko hakuna kitoweo tena. Huko hakutakuwa na mambo ya kukula. Bible inasema tutabadilishiwa hii miili, haitaugua. Unajua watu tunaugua kwa nini? Mara nyingi kwa sababu ya vile vyakula tunakula. Unakuta pengine hata nyanya zilipigwa dawa. Yule mwenye shamba ana hamu na pesa, kwa ile dawa imeandikwa pale ya kwamba ikipigwa ikae 1 week ndio ichunwe. Yeye anapiga na 3 days anachuna, unaletwa sokoni. Na wewe ukiangalia ile nyanya kwanza inapendeza, inang'aa, hiyo ndio unasema nipe hii. Na bado haijamaliza makali ya sumu ambayo iliwekwa. Magonjwa huwa yanapatikana mara nyingi kupitia kwa vyakula ambavyo tunakula. Na ndiposa wazazi wetu wa zamani, wale ambao unajua wamekaa miaka 120, kuna watu wamekaa mpaka leo 120, wengine wanaenda 125, wengi wanakufiaga hapo. Ukiwauliza chakula kile ambacho walikuwa wanakula hata leo, yeye unakuta kwamba hata kupika anapika na mafuta ya ng'ombe, ile mafuta ya kwa bucha. Atumii mafuta hii nyingine. Sijasema uanzie kutumia hiyo barabara, shauri yako. Huwa wanatumia hayo mafuta. Anaenda anaambia mtu wa bucha, hiyo mafuta nataka unikatie. Anaenda anayeyusha, atakuwa anapika na hiyo. Anakula muhogo yenye haijawekwa dawa, anakula ndoma yenye haijawekwa dawa, anakula viazi vitamu ambazo hazijawekwa dawa, anakula managu yenye haijawekwa dawa, anakula murenda yenye haijawekwa dawa. Watu wanadumu, wanaishi miaka mingi hapa duniani. Na huyo mtu mwingine utakuta hata kuwa na miaka 100 anakuambia mimi sijawahi lazwa hospitali, miaka 100 plus. Na anakufa kwa afya ya mwili wake. Kwa hivyo mara nyingi vyakula ndio huwa vinatusababisha tunapatwa na magonjwa mbalimbali. Na hasa Bible huwa inasema ya kwamba dunia itamalizwa kwa sababu ya tamaa ya wanadamu. Na hiyo ndio tamaa nimekwambia. Siku ya leo hata hizi makuku zenye unaona, na kama wewe ni mfugaji wa kuku, sio kukuharibia biashara. Hizi kuku unaona watu wanasema ya kwamba ati zinakaa wiki 3 zinauzwa. Na hizo ndio tunapenda chapati, tunapenda, wamama wanapenda kuku kwota na chipo. Sio mbaya hiyo kuku. Lakini ukweli ni kwamba huwa zinadungwa sindano, zinafura. Alafu hiyo ndio sasa wewe unaenda unakamata pale. Na mara nyingi ukipika chakula yote uone wakati unaipika inatoa pofu. Kuna pofu inatoa, juu ya kwamba hiyo chakula already ni chakula kibaya. Kama ni nyama umeekelea jikoni unakuta kwamba kuna pofu nyingine ambayo sio ya kawaida. Juu ya kwamba hiyo dawa, hiyo ng'ombe ama mbuzi ilikuwa imedungwa sindano na veterinary, na alafu ikachinjwa kabla hiyo dawa haijaisha kwa mwili. Huwa inatoa pofu ambazo sio za kawaida. Na kila mtu sasa anaona ameniangalia vizuri. So nataka kusema hivi ya kwamba vyakula ambavyo tunakula majira haya ndio zinatuletea shida ya miili hii ambayo tuko nayo. Otherwise mwili wa mwanadamu, vile Mungu alikuwa ameumba mwanadamu, kama anaweza tumia ile barabara ambayo inafaa, mwili wako sio wa kuugua kila wakati. Na nipoza nimekupea mfano na hawa wazazi wetu ambao walitutangulia. Unakuta mtu ako na miaka 120 hajawahi lazwa hospitalini. Hata atumiagi madawa ambayo tunashindaga pale chemistry kila siku. Yeye ana miti huwa anachemusha, anakunywa hiyo miti, anapika pamoja na chakula chake. Sio miti ya wachawi. Siongei kuhusu habari ya miti na kamote. Ninaongea kuhusu habari ya miti ya kawaida ambayo inawekwa kwa vyakula. Wengine huwa wanapiga na supu. Unakuta hiyo inakupatia afya njema, inakusaidia kutokana na yale maradhi na yale magonjwa. Sema amen. Acha tuachane na hiyo, useme nimekurudisha kwa hapo. Neno la Mungu linasema Hebrews, tunapomalizia tusome wa Roma. Tumeona sisi tutapatiwa nafasi ambazo malaika hawakupata, ni kwa sababu ya kujikana. Hivyo ndivyo tumeona katika Waibrania, na hilo ni jambo la maana sana. Mahali Yesu atakuweko katika Yohana
14, hapo ndio wewe na mimi tutakuwa. Tuangalie katika Romans 8 verse 28 na 29, tumalizie hapo. Neno la Mungu huwa linasema Mungu hufanya kazi na wale ambao wanampenda katika kuwatendea mema. Kupenda, neno pendo linakuwaga na gharama. Pendo, neno pendo. Ukisikia mahali upendo umetajwa na hauhitaji gharama yoyote, basi we ondoka, hakuna pendo hapo. Ukisikia neno upendo limetajwa mahali, ati naomba washirika tupendane, na wewe moyo wako unahisi ya kwamba hautaki uhusiano na mtu awaye yote, ujue ya kwamba uko kwa nafasi ambaye haikufai. Uko kwa nafasi ambaye haikufai. Maana pendo likitajwa lina gharama. Ukisema ninapenda aposto, na mara nyingi huwa ninawaambia, ukisema ya kwamba unapenda mtu wa Mungu, sijui ni nini inaweza thibitisha ya kwamba unapenda aposto, unapenda mtu wa Mungu. Ni kwa kusema? Hapana, sio kwa kusema. Hata utanijulia hali, hata utatamani kujua bills za aposto huwa zinalipo aje. Neno pendo lina gharama, linakuwaga na gharama. Neno la Mungu linasema katika Waroma 8:28, inasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Hapa Bible haijasema Mungu hufanya kazi na wale ambaye anawapenda. Hapana. Maana pendo la Mungu, wakati moja kuna mtumishi Ken alitoka US, alikuja akatufundisha ati pendo la Mungu huwa limesimama ima. Na upendo wa Mungu huwa hautingiziki. Unakuwaga umesimama usiku na mchana. Sisi ndio huwa tunakujilia lile pendo. Maana yeye ni yule jana, yeye ni yule leo, yeye ni yule hata milele. Hakuna mahali Mungu huwa anabadilika. Wanadamu ndio huwa wanabadilika. Mungu huwa habadiliki. Na kwa sababu hiyo neno la Mungu linasema Mungu hufanya kazi na wale ambayo wamechagua lile pendo na wakamuendea na kulipa kuwa na lile pendo ambao wanampenda Mungu. Ni kusema wamekubali kulipia gharama. Wamekubali kulipia gharama. Hilo ndio upendo, gharama. Apostle, umeokoka? Ndio, nimeokoka. Neno wokovu sio maneno, ni gharama. Kuna mambo mengi yanafanywa hata na wachungaji. Na nipoza wakati tulianzisha hili kanisa, kuna watu huwa wanakuja kanisani na nia tofauti tofauti kanisani. Na mara nyingi wadada wengi wana hiyo shida. Wamepitia kwa makanisa mengi ambayo iko na wachungaji ambaye hawajui kusimama vizuri. Na unakuta ya kwamba akiingia kanisa kama hili, kitu cha kwanza ana sport ni mtu wa Mungu. Anasema huyu nitahakikisha tumezini na yeye. Na wakati tulifungua hili kanisa, wale ambaye ni wa mwanzo wanaweza kumbuka maneno ya apostle mpaka wa leo. Niliwaambia kama umekuja kwa hii church na hiyo nia, utatolea movie hapa ukigojea. Uko miaka 30, utoe movie na miaka 55, bado ukiangaliaga apostle, huyu no tugakorwo nake, we ni mugakorwo nake, we gojea tu. Endelea kugojea. Maana pendo la kweli linalipa gharama. Situmpigie Yesu makofi mazuri. Pendo la kweli ambalo huwa linabeba nguvu za Bwana linalipa gharama ya kwamba mimi ni maamuzi nilifanya ya kumfuata Yesu. Sema amen. Hii kwa meza hii ya apostle tunajionea mambo mengi. Hata kuna watu wanakuja hapa ninawakemea. Nawaambia hii nia uko nayo sio hii madhabahu. Hii nia umekuja nayo hapa sio hii madhabahu. Apostle unakaa muhandi, we goma ishi yako, utapeleka mapepo yako mbali na mimi wewe. Hapa ukicheza nitakuhakishia moto yenye itakushangaza wewe. Hapa
Pastor George, unasikia? Watakuja watu wa tapaka zote. Na kama wewe ni mwepesi, shauri yako. Watakuja wengine mpaka watakupatia ofa ya pesa. Ukubaliane na wao muzini. Na nipoza wabebe nguvu za Mungu ambazo ziko ndani yako. So tunasema pendo ni gharama. Ile ambayo umekubali kulipa kwa sababu ya hiyo msalaba wa Kristo. Na neno la Mungu linasema Yesu hufanya kazi na wale ambaye wanampenda. Yeye huwa anawafadhili. Yeye huwa anawasaidia watu wale ambao wamekubali kulipa zile gharama. Sema amen. Haleluya. Sijui kama wewe unaweza lipa gharama ya aina hiyo. Unapata ofa za bure bure. Lakini bado unasema mimi nimechagua Yesu. Mimi nimechagua. Wewe mchungaji, wewe ni mjinga sana. Aje. Sema amen. Wacha na hiyo maneno, naona watu wanataka niendelee kidogo. Nasi tunajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapa mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Sisi kama kanisa tunastahili kujua ya kwamba mafuta yale Bwana ametutia yamebeba kusudi. Haistahili kuchafuliwa. Haustahili kuyachafua. Beta watu wakuchafue jina huko na hujafanya lolote. Hiyo tunakuwa tumefungua mlango. Mtu akisema apostle anakuwa mzinzi. Hiyo kwangu hiyo ni sosa. Mtu akisema apostle huyo wenyu anakuwa msherati. Hiyo ni sosa. Hata sio mambo ambayo inaweza nizuia niende mahali ninaenda. Maana ndani ya moyo wangu ninajifahamu. Na mimi ndio nina ushuhuda wa vile ambavyo nimekubali kujitenga kwa sababu ya Mungu. Hizo zingine huwa tunasema ni kelele za chura ambazo hazizuii ng'ombe inywe maji. Na mimi hata mtu akisema mambo kama yale, hata nikujue, hakuna siku naweza kukutana na wewe nikuulize, nasikia ati ulisema mimi ni msherati. Siwezi kuuliza mtu maswali kama yale. Yatanipotezea wakati wangu wa kutafuta uso wa Bwana. Sema amen. Haleluya. Huyo ndio apostle wenu. Mimi hakuna siku utakutana ati na wewe tumeshikana mashati. Ati umesema apostle alifanya hizo hata kwanza nikisikia ndio ninafurahia. Biblia inasema ya kwamba katika Mathayo 5 inasemaje? Heri nyinyi ambaye mnashutumiwa, nadhani mstari wa 10 na 11, ambaye mnashutumiwa kwa kufanya haki. Yaani watu wanawasema mambo mabaya ni kwa sababu ya vile mmekubali kusimama. Maana ukikubali kusimama, kubali kuchafuliwa jina. Hiyo ndio njia ya kusimama. Lakini kama hutaki kuchafuliwa jina, usisimame. Wewe endelea kutembea njia kabogoro za kona. Watu watafurahia sana na wewe. Lakini ukikubali kusimama, ati dhambi ikikubishia mlango, unaiambia dhambi hauna nafasi hapa kwangu, watu watakusema na kila neno mbaya. Hivyo ndio Mathayo 5 huwa inasema, furahini na kushangilia, maana thawabu zenu ni kubwa mbinguni. Situpigie Yesu makofi mazuri. Watu wale ambao huwa wanasemwa kwa kila uovu na haujafanya. Na sijui kwa nini mtu alie. Kwa nini ulie saa hii? Ati apostle mimi ninalia, juu nina uchungu sana. Juu kile wanasema haki mimi sijafanya. Kwa nini ulie? Biblia inasema ufurahi na ushangilie. Maana vile ambavyo wanakusema, bingu hivyo ndivyo linakuheshimu zaidi. Maana lina ushuhuda wako. Ustahili kulia. Ustahili kwenda ukishika watu mashati. Nataka uniambie, ulisema hivi kwa nini? Kama wewe dhamira yako haikustaki, unasumbuana na watu kwa nini? Si ukikutana na huyo mtu na mwambie, Bwana asifiwe dada, unaendeleaje? Neema ikutosha. Anaenda akikuna kichwa. Yaani huyu jamaa hakusikia ile maneno. Venye nimemsengenya, venye nimesema mambo mengi kumuhusu. Venye nasemaga yeye ni devil worshipper. Sema amen. Haleluya. Na watu wengi ambao huwa wanasema hiyo mambo, Mungu anawahakikisha wakuje wakiri. Maana huwa wanaenda wanakamatwa huko nje.
Alafu baadaye wakienda kwa maombi wanaambiwa mtu yule ako na jawabu yenu ni yule devil worshipper. Kuna dada mmoja alikuwa wa area hii. Yeye ndiye alikuwa anaeneza hii uvumi kwa hili kanisa, kwamba hili kanisa linakuwa la mashetani. Siku moja akakamatwa. Na alikuwa na madeni mingi sana. Akaenda mlimani kuomba. Na wakati alienda kuomba, ujumbe ambaye alipatiwa ni ya kwamba enda kwa hilo kanisa linakuwa hapo neighbor. Akauliza gani? Akaambiwa hilo la mapepo. Wewe ndio unasemani la mapepo, hilo ndio utaenda, jawabu yako iko hapo. Akakuja kama anatetemeka. Lakini uzuri alikuja kama amejistaki. Akakuja akakaa hapa, akaniambia mimi nimekuja mtu wa Mungu. Na kitu cha kwanza nimekuja kujistaki. Kamwambia unajistaki nini? Kaniambia mimi ni mmoja wenye nilikuwa naeneza uvumi hii area kwamba hili kanisa lina mashetani. Lakini jambo la kushangaza, ile shida imenikumba, nimeambiwa jawabu peke yake inapatikana hapa. Mimi nashangilia, nikasema mapepo kumbe inasaidia watu. Kamwambia hili ndio litakusaidia, akanipea shida zake. Nikamwambia jawabu iko hapa. Na tulipoomba na yeye, leo hii ni mtu mkubwa na watoto wake. Tumpigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Mungu anafanya kazi na wale ambaye wanampenda. Sio wale ambaye upendo wa Mungu umesimama, tumesema haubadiliki. Wewe ndio unafanya chaguo ya kumpenda Mungu, lakini yeye alikupenda kabla. Biblia inasema ya kwamba hata wakati tulikuwa kwenye dhambi, alitupenda tungali katika dhambi. Kwa hivyo upendo wake huwa haubadiliki. Mimi na wewe ndio tuna uwezo wa kufanya chaguo ya kumfuata Bwana. Mimi na wewe ndio unaweza fanya chaguo. Useme mimi nimefanya maamuzi ya kumfuata Yesu. Na nimeamua kulipa gharama. Na wacha niwaambie nikimalizia, gharama hizo sio bure. Hizo gharama sio bure. Watu watakusema wewe ni dongo, juu kubaliani na wao. Wengine watasema wewe ni towashi. Unajifanya towashi sana. Sasa watu wanasemaga vitu mingi sana. Lakini wacha wakunene, lakini bado umesimamia kusudi la Bwana. Simama juu na miguu yako katika jina la Yesu. Wakati huo mwingine hatuna wakati mrefu sana, praise and worship team. Tutakuwa na nafasi kidogo sana juu huko nje mnajua tuna kazi kubwa imetugojea. Kwa hivyo hata praise za leo ni kidogo tu. Alafu kisha tukirudi hapa hatuna jambo lingine tutafanya. Apostle akirudi tu hapa tutakuwa tumebeba dhabihu zetu ambazo tumekuja nazo siku hii ya leo. Na kisha baadaye tutumie meza ya Bwana. Tukimalizana tu na hiyo ibada tunachukuana moja kwa moja. Chairman na timu yake wanatupea snacks hapa, tunatumia, alafu baadaye tunachukuana hapa moja kwa moja mpaka kule crusade. Leo tulisema hatuna mambo mengi, hizo ibada ndio tutamalizia. Kwa hivyo hata worship praise team watatumika tu kwa dakika chache. Kiwezekana tulisema by saa 6:30 tumemaliza ibada. Kienda sana itakuwa ni saa 7 tusiwe tuko hapa, tuwe tumerudi upande wa crusade sisi wote. Na naamini Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Chukua dakika moja ya kumwambia Bwana ya kwamba siku hii ya leo, Mungu, nimejua dhamana ya mafuta. Kuwa kama Yoshua, hakuaibisha mafuta ya Bwana. Mwambie Bwana, haya mafuta ambayo tutatiwa siku hii ya leo, Baba, haya mafuta yanisaidie. Kama yamesaidia mtumishi wako, hata mimi yatanisaidia. Wengine tuna udhaifu wa damu za ukoo. Tulisema Jumapili, yale mambo tutashughulikia. Wengine ni majina ambayo tumeitanishwa nayo, yamebeba mahangaiko. Hiyo mambo yote mafuta yataweza kukomesha ndani ya maisha yetu. Lakini kutoka hapo tumejifundisha leo faida ya kutembea na hayo mafuta. Yale mambo ambayo Mungu ana uwezo wa kutuwezesha pia kufanya kupitia kwa ile neema ya mafuta. Na hivyo ndivyo Mungu amekusudia siku hii ya leo. Provided Yesu anakaa ndani ya mioyo yetu, tunaona ya kwamba nuru inastahili kuwekwa kila wakati. Na wakati kuna nuru, giza
halinaga nafasi. Shakatayandurubuzaya. Mwambie Bwana jambo katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, ninakuhitaji kuliko jana. Ninaomba Bwana unitakase. Ninaomba Baba, ninaombea moyo wangu, ninaombea maisha yangu, ninaombea Baba mtu wangu wa ndani akakubaliana na neno lako katika jina takatifu la Yesu. Nisaidie kujikana, nisaidie Bwana kujikana, sio mimi bali ni wewe Yesu. Nisaidie ndani yangu kujikana katika jina takatifu la Yesu. Wakati mmoja wanafunzi wa Yesu wamemuuliza Yesu ya kwamba mtu anastahili kusamehewa mara ngapi? Yesu akawaambia anastahili kusamehewa mara 7 mara 70. Wakamulilia Yesu, wakamwambia tuongezee imani, maana hata mara moja kusameheana sio jambo rahisi. Lakini sasa umesema sio mara moja tu, lakini mara 7 mara 70. Yesu, tuongezee imani. Hata wewe na mimi mchana wa leo tunaweza tukamulilia Bwana kabla hayo majira ya kutiwa mafuta hayajafika. Mwambie Bwana jambo mchana wa leo. Mwambie Bwana, ninaomba Bwana uchukue vyote kwangu, unipe vyote kwako. Bwana, chukua vyote kwangu, unipe vyote kwako. Yesu mwana wa Mungu, chukua madhaifu yangu, unipe nguvu zako. Chukua Baba dhambi zangu, unipe uteua wako. Bwana, unipe Bwana, niondolee kinywa kichafu. Kama Nehemia, kama Isaia anasema ya kwamba nimezingirwa na watu waovu. Si Bwana uchukue vyote kwangu, nipe vyote kwako. Chukua vyote kwangu Yesu, nipe vyote kwako. Baba, ingia ndani ya kiuno changu, chukua damu za ukoo ambazo zimejaa dhambi. Bwana, nifunge Baba utayari. Shakatayandurubuzaya, nikafungwa na mshipi katika jina takatifu la Yesu. Mshipi wa imani, nitakimbia sawasawa na mapenzi yako. Rika mashaka tayandurubuzaya. Mwambie Bwana, chukua vyote kwangu. Bwana, nipe vyote kwako katika jina takatifu la Yesu. Bwana, hata macho yangu yanapenda kuona mambo mabaya. Si Baba wa mbinguni, chukua vyote kwangu, nipe vyote kwako katika jina takatifu la Yesu. Ninapenda kukaa katika zamu ya watu ambaye ni watendaji. Katika Zaburi 1 inasema ya kwamba Mungu hapendi wanadamu ambaye wa Kristo ambaye wanakaa na watu wenye mizaha. Bwana, chukua vyote kwangu, nipe vyote kwako Yesu. Nisaidie kujikana, nisaidie kutembea sawasawa na mapenzi yako. Siwache Bwana hayo mafuta yakapata sehemu ndani ya maisha yangu. Wacha hayo mafuta yakanifanyia kazi. Ninatamani kufanana na wewe Yesu. Ninatamani kufanya hata zaidi ya yale ambayo uliyafanya wakati ulikuwa hapa duniani. Sichukue vyote Yesu kwangu, nipe vyote kwa ufalme wa Baba katika jina takatifu la Yesu. Kinywa changu kila wakati ninajikuta badala ya kutenda mema ninakuta ninafanya mabaya. Si Bwana uchukue kinywa changu ukiweke kaa la moto katika jina takatifu la Yesu. Niwe mnenaji wa mambo yale mema. Chukua vyote kwangu, nipe vyote kwako Yesu mwana wa Mungu. Nena na kinywa chako, usinyamaze. Mwambie Bwana ile area ambayo unaona imekulemaa ya kwamba kupitia kwa utakaso kwa mafuta siku hii ya leo, chukua vyote kwangu, nipe vyote kwako Yesu katika jina takatifu la Yesu. Nisaidie kufanya maamuzi. Kuna wengine ambaye hawajui kusema asha, na neno la Mungu huwa linasema kama we ni mtu wa Mungu, lakini lazima ujifundishe kusema asha, na hata yale mambo mabaya unasema asha. Kuna watu wengine hawajui kusema hapana, hata kwa wale mambo maovu huwa wanajikuta kwa mtego, maana hawajui kutofautisha ndio na kutofautisha asha. Mwambie Bwana, kwa mambo yale yanastahili kusemwa asha, nisaidie Bwana kusema asha. Mambo yale yanastahili kusemwa ndio, nisaidie kusema ndio katika jina takatifu la Yesu. Yesu, chukua yote kwangu, nipe yote kwako. Nichukulie Bwana udhaifu wangu, nipe uwezo wako Bwana. Shakatayandurubuzaya. Nichukulie kila madhaifu, nichukulie kila madhaifu, nichukulie kila madhaifu, nichukulie kila madhaifu ambaye anaweza
unanizuilia. Baba, nichukulie kila madhaifu ambaye anaweza ondoa utukufu wako ndani ya maisha yangu. Chukua vyote kwangu, nipe vyote kwako Yesu. Shakata yandu robozaya. Hayo mafuta ambayo Yoshua hakuyaaibisha, hata mimi ninaomba kwa neema hayo mafuta Bwana ukanisaidia nikaweza kuyatunza usiku na hata mchana, yakaleta neema na neema mbalimbali katika jina takatifu la Yesu. Bwana, chukua vyote kwangu, nipe vyote kwako. Chukua vyote kwangu Yesu, nipe vyote kwako. Chukua vyote kwangu Yesu, nipe vyote kwako. Chukua vyote kwangu Yesu, nipe vyote kwako. Hata hizo tamaa Baba, chukua hizo tamaa, nipe njia ya uteua katika jina takatifu la Yesu. Tamaa zetu ndio huwa zinatuingisha kwa majaribu. Chukua vyote kwangu. Baba, nipe vyote kwako, nitoshereke na vitu vile umenijalia, ili Bwana ninapofanya ibada nikafanya ibada ya kukupendeza, nikafanya ibada Baba wa mbinguni ya kufungulisha mbingu katika jina takatifu la Yesu. Chukua vyote kwangu Yesu, chukua vyote kwangu Yesu, chukua yote kwangu Baba, nipe vyote kutoka kwako, nipe vyote kutoka kwako, nipe vyote kutoka kwako, nipe vyote kutoka kwako. Shakata yandu rubusaya. Wape hawa watakatifu vyote kutoka kwako, uwajalie Baba wa mbinguni neema mbalimbali, wajalie na vyote kutoka kwako. Chukua madhaifu yote Yesu, tupe vyote kutoka kwako. Tunahitaji kutumika mbele zako, tunahitaji kutumika kwa taifa, tunahitaji kutumika kwa mataifa. Chukua Baba vidhaifu wetu wote Baba, tupe uwezo wako katika jina takatifu la Yesu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, gadi tutakapofika katika hiyo ibada ya kutiwa mafuta, chukua vyote kwetu Bwana, chukua vyote kwetu Yesu, chukua vyote kwetu Baba, ili Bwana ukatujalia na vyote kutoka kwako. Tujalie Bwana vyote kutoka kwako, tutaweza kufanya vile ambavyo ulifanya, hata zaidi ya yale uliyatenda. Ukatusaidia Bwana katika jina la Yesu. Chukua vyote kwangu Baba, chukua vyote kwangu.